Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tulikuwa tunaangalia jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho chini ya kichwa kinachosema matengenezo ya afya na sikukuu ya upatanisho. Tukaona toba ya kweli huhusisha badiliko la maisha. Kwa hiyo pale tutakapotubu dhambi zetu katika sikukuu ya upatanisho, maisha yetu au matendo yetu yataenenda sawasawa na imani tunayoikiri. Na imani tunayoikiri haitakuwa ya ua wa nje. Imani tunayoikiri haitakuwa ya patakatifu. Imani tunayoikiri itakuwa inaendana na mahali Kristo alipo, kwa sababu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, ndani ya patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo tukaona katika kipindi tunachoishi matengenezo ya afya ni miongoni mwa jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho, kwa sababu tulitazama katika kitabu cha Mhubiri sura ya 1 mstari wa 9, neno la Mungu linalosema maana yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, yaliyotokea ndiyo yatakayotokea, wala hakuna jambo jipya chini ya jua. Kwa hiyo tukitaka kuelewa majukumu kwa wakati tunaoishi, ni lazima turejee katika mfano wa sikukuu ya upatanisho, kipindi cha wana wa Israeli. Kwa hiyo tuliona wana wa Israeli walifanya pia toba ya kweli kwa kuhuzunikia dhambi na kuitenga mbali na maisha yao. Lakini pia katika siku hiyo ya upatanisho, tarehe 10 mwezi wa 7, hawakutumia chakula, walitaabisha nafsi zao, walijitesa nafsi zao. Kwa hiyo tukaona sisi Waadventista wa Sabato kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 tulikuwa tumeingia katika sikukuu ya upatanisho, na kuanzia mwaka 1844 mpaka sasa hatuwezi tukafunga tukaacha kula kama wana wa Israeli, hakika tutakufa. Lakini mfungo wa kweli tulitazama katika kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 2 na mstari wa 3. Unapotazama katika kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 2 na mstari wa 3, Danieli ndo anatupatia kielelezo cha mfungo wa kweli. Kwa hiyo Danieli alivyofunga muda wa majuma 3 kamili, ndivyo na sisi tunapaswa kufunga. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 2, neno la Mungu linasema katika siku zile mimi Danieli nalikuwa nikiomboleza muda wa majuma 3 kamili. Kwa hiyo aliomboleza, alijitesa. Neno la Mungu linaendelea kusema mstari wa 3, sikula chakula kitamu wala nyama wala divai kuingia kinywani mwangu, wala sikujipaka mafuta kabisa hata majuma 3 kamili yalipotimia. Kwa hiyo kumbe mfungo wa kweli ni kujiepusha na vyakula vinavyosisimua na kutumia vyakula vitiavyo afya na vitakao tupatia mzoefu mzuri wa kidini, vitakavyo tuwezesha kuweza kutafakari kwa uzuri kazi ya Kristo inayoendelea katika hekalu la mbinguni. Tulitazama pia maana ya mfungo. Hiki ni kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, lakini hii nukuu ameitoa katika kitabu cha Medical Ministry, yaani huduma ya kitabibu, ukurasa wa 283. Mjumbe wa Mungu anasema namna ya kweli ya kufunga inayopendekezwa kwa wote kwetu sisi Waadventista wa Sabato, anaendelea kusema ni kuepukana na kila aina ya chakula kisisimuacho kama Danieli alivyofanya. Anaendelea kusema na utumiaji sahihi wa chakula kiletacho afya na cha kawaida ambacho Mungu amekitoa kwa wingi. Watu wanapaswa kufikiria kiasi kidogo tu kuhusu kile watakachokula na kunywa katika maisha haya ya sasa, bali wafikirie sana kuhusiana na chakula kitokacho mbinguni, yaani neno la Mungu. Anaendelea kusema kile kitakacholeta afya njema na uhai kwa uzoefu mzima wa kidini. Lakini pia tukatazama katika kitabu cha mashauri juu ya afya na lishe, Counsels on Diet and Food, ukurasa wa 188 hadi 189, mjumbe wa Mungu alitoa msingi pia wa kufunga. Anasema mfungo wa kweli ni ule unaosalimisha mwili, mawazo na nia chini ya uongozi wa Roho wa Mungu. Na akaendelea kusema katika kitabu hiki cha Counsels on Diet and Food, ukurasa wa 188 na ukurasa wa 189, mjumbe wa Mungu anasema kuanzia sasa na kuendelea mpaka kufungwa kwa wakati, watu wa Mungu wanapaswa kuwa na bidii zaidi, kuwa macho zaidi, pasipo kutumainia hekima yao wenyewe, bali wategemee hekima ya kiongozi wao. Wanapaswa kutenga siku za kufunga na kuomba.
Anasema kutokula kabisa kunaweza kutohitajika, lakini unapaswa kula kwa kiasi vyakula vya kawaida sana. Kwa hiyo tukaona kumbe matengenezo ya afya ni sehemu ya ujumbe wa malaika yule watatu, kwa sababu kusudi la ujumbe wa malaika yule watatu ni kutuleta katika upatanifu na Mungu, ni kutupatia ushindi dhidi ya dhambi. Ndio maana matunda ya ujumbe wa malaika watatu, unaposoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 12, neno linasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kwa hiyo matunda ya ujumbe wa malaika watatu ni utakatifu, ni kuzishika amri za Mungu. Lakini tukaona ili tuweze kuzishika amri za Mungu lazima tupate ushindi dhidi ya kila aina ya dhambi, na nguzo ya kutusaidia kupata ushindi dhidi ya kila aina ya dhambi ni kupokea nuru ya matengenezo ya afya, ni kuwa na kiasi katika mambo yote, kwa sababu tuliona neno kiasi lililotumiwa katika Biblia linamaanisha matengenezo ya afya, kwa sababu tuliona dhambi iliingia kupitia chakula. Dhambi iliingia kwa kukosa kiasi, na Mwokozi jangwani, jaribu ambalo alijaribiwa kwa mara ya kwanza lilikuwa linahusu chakula, lilikuwa linahusu kiasi. Kwa hiyo pale ambapo dhambi iliingia, hapo ndipo Mwokozi alipoanza kuhakikisha ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo hata sisi Waadventista wa Sabato au mtu yeyote yule hawezi akapata ushindi dhidi ya kila aina ya dhambi kama atashindwa kujizuia katika chakula, kama atashindwa kujitawala katika swala zima la uchu. Ndio maana tukatazama katika kitabu cha Counsels on Diet and Food, mashauri juu ya chakula na lishe, ukurasa wa 59, mjumbe wa Mungu anasema wale ambao ni watumwa kwa uchu wowote ule, aidha ni uchu wa chakula, aidha ni uchu wa mavazi, aidha ni uchu wa mziki, aidha ni uchu wa maburudisho, mjumbe wa Mungu akasema watashindwa katika kukamilisha tabia ya Kikristo. Na tukasonga mbele tukitazama nukuu inayotoka katika kitabu kinachoitwa Kiasi. Kwa Kiingereza hichi kitabu kinaitwa Temperance. Mjumbe wa Mungu akisema kwamba kiasi ndiyo msingi pekee wa neema zote zinazotoka kwa Mungu, na ndiyo msingi wa ushindi wote ambao unaweza kupatikana. Kwa hiyo tukaona tukitaka kupata ushindi dhidi ya dhambi ni lazima tuwe na kiasi katika mambo yote. Lakini tukaona neno matengenezo ya afya au neno kiasi ni neno pana, linachukua nyanja nyingi za maisha, lakini nyanja ya kwanza ambayo tutaanza kuitazama katika siku ya leo ni kiasi au matengenezo ya afya katika chakula. Ndio maana nikakuahidi panapo majira kama haya tutaendelea kutazama mfululizo wa somo linalosema chakula katika matengenezo ya afya. Lakini awali ya yote ningependa kukukumbusha kuwa na Biblia yako, kuwa na kalamu pamoja na daftari kwa ajili ya kutunza kumbukumbu. Lakini pia ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, na ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipofanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu unatupenda upeo. Muda huu tunapohitaji kujifunza kutoka kwako, tunakusihi Roho wako aweze kutuongoza maneno haya tuweze kuyaelewa na kuyaleta katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu nasema mkiyajua hayo ili nyinyi mkiyatenda. Hivyo nakusihi unitumie mimi kama chombo tu kuweza kuzungumza maneno ya thamani kwa ajili ya wokovu wangu na kwa ajili ya wokovu wetu sote. Naamini umesikia na utakuwa pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Ndilo ombi langu kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Unapotazama katika kitabu cha Elimu, hii ni sura ambayo inazungumzia somo la fiziolojia, kwa sababu msingi wa matengenezo ya afya ni kanuni za afya. Kwa sababu matengenezo ya afya yamejengwa katika kanuni 8 za afya tutazitazama, na kanuni 8 za afya kwa lugha nyepesi zinaitwa sheria za asili, kwa sababu tuliona jukumu la kwanza la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho tulitazama na tukaona ni kuzishika amri za Mungu. Lakini jukumu linalofuatia jukumu hili ni kuzishika pia sheria
za asili, kwa sababu amri za Mungu ni sheria za maadili na kanuni za afya ni sheria za asili. Kwa hiyo kama katika sikukuu ya upatanisho tutatamani kuwa katika upatanifu na Mungu katika sheria zake za maadili, ni lazima kwanza tutamani kuwa katika upatanifu na Mungu katika sheria zake za asili. Na hizi sheria za asili nimekuambia ndio msingi wa matengenezo ya afya, ndiyo kanuni 8 za afya. Kwa hiyo somo hili la matengenezo ya afya tutakapokuwa tukilitazama litakuwa limejikita au limejengwa katika kanuni hizi 8 za afya ambazo ni sheria za asili. Na neno la Mungu linatuambia sheria za asili ni takatifu kama zilivyo amri 10, na Mungu anahitaji tuzitekeleze kama ambavyo tunatamani kutekeleza madai yake ya adili. Naposema madai yake ya adili au sheria ya adili namaanisha amri 10, lakini naposema sheria za asili namaanisha kanuni 8 za afya ambazo tutazitazama. Lakini nimekuambia swala matengenezo ya afya ni pana. Katika siku ya leo tutatazama tu kitu cha kwanza katika matengenezo ya afya ambacho nimekuambia ni chakula. Kwa hiyo leo tutaangalia chakula katika matengenezo ya afya, lakini kabla ya yote napenda niweze kutengeneza msingi ili uweze kuona pia kumbe huu ujumbe wa matengenezo ya afya, kumbe hizi kanuni za afya au sheria za asili ni muhimu kama zilivyo amri 10. Kwa hiyo kama natamani niwe katika upatanifu na amri 10, lazima kwanza niwe katika upatanifu na sheria za asili. Katika kitabu cha Elimu ya Kweli, kwa Kiingereza ni Education, ukurasa wa 196 aya 3, mjumbe wa Mungu anasema, kama msingi wa elimu zote katika nyanja hizi, kijana afundishwe kwamba sheria za asili ndo kanuni za afya, na zipo 8. Anasema ni sheria za Mungu na ni takatifu kama zilivyo amri 10. Kwa hiyo kama amri 10 ni jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho, inamaanisha pia hata kanuni za afya ni miongoni mwa jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho, kwa sababu neno la matengenezo ya afya limejengwa katika sheria hizi za asili ambazo nimekuambia ni 8, ambazo tutakuwa tunazitazama hatua kwa hatua. Na leo tutaanza kuangalia kanuni ya lishe bora au chakula katika matengenezo ya afya. Na naendelea kusema hapa ya kwamba sheria zinazoongoza miili yetu Mungu ameziandika katika kila neva, msuli na nyuzinyuzi za mwili. Kila uvunjaji wa uzembe au wa hiari wa sheria hizi ni dhambi dhidi ya Muumbaji. Nimekuambia sheria hizi ndio msingi wa kutimiza madai ya Mungu katika nyanja ya maadili. Sheria hizi za asili ndio msingi wa kutunza amri 10 za Mungu. Kama tutashindwa hapa, hatutaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kupokea ujumbe huu wa matengenezo ya afya, ikiwa tunatamani kuandaliwa kusimama katika sikukuu ya Bwana ambayo iko mbele yetu, au ikiwa tunatamani kukamilisha tabia ya Kikristo katika maisha yetu ya kila siku. Anaendelea kusema hapa, hizi sheria anazidi kuzifafanua katika kitabu cha Huduma ya Uponyaji, Ministry of Healing, ukurasa wa 127. Mjumbe wa Mungu anasema, hewa safi, mwangaza wa jua, kuwa na kiasi, kupumzika, mazoezi anazitaja, lishe bora, matumizi ya maji, kutumaini katika uwezo wa Mungu. Hizi ni tiba halisi. Kwa hiyo ametaja kanuni ya kwanza ni hewa safi, kanuni ya pili mwangaza wa jua, kanuni ya 3 ni kiasi, kanuni ya 4 ni pumziko, kanuni ya 5 ni mazoezi, kanuni ya 6 lishe bora, kanuni ya 7 matumizi ya maji, kanuni ya 8 ni kutumaini katika uweza wa Mungu. Lakini nilikuahidi leo tu tutaanza kutazama kipengele cha lishe bora. Leo tutakuwa tunatazama hili swala la matengenezo ya afya katika nyanja yake ya kwanza, ambayo ni nyeti sana, ambayo nimekuambia kama una kalamu na karatasi andika kichwa cha somo ni chakula katika matengenezo ya afya, kwa sababu tuliona kiasi katika chakula ndio msingi wa kupata ushindi dhidi ya dhambi. Kwa hiyo leo tutaendelea kutazama nini maana ya kiasi katika swala zima la ulaji na unywaji, kwa sababu tulitazama katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31, neno la Mungu linasema, basi mlapo au unywapo au mtendapo neno lolote lile, fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo leo tutatazama maana ya kiasi katika swala zima la chakula. Unaposoma katika kitabu cha Huduma ya Uponyaji, unaposoma katika kitabu cha Huduma ya Uponyaji
ukurasa wa 128. Hizi kanuni tulizozisoma ni ukurasa wa 127, lakini ni ukurasa wa 128 ni mwendelezo tu wa ukurasa wa 127. Mjumbe wa Mungu anasema chochote kinachozuru afya sio tu kwamba kinapunguza nguvu za mwili, bali hupelekea kudhoofisha nguvu za akili na za uadilifu. Ndio maana nikuambia, kama tutapuzia sheria za asili, hatutaweza kutunza sheria za maadili, na tusipoweza kutunza sheria za maadili, yaani amri 10, hatutaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi na kuwa na uzoefu wa kuishi pasipokuwa na muombezi katika hekalu la mbinguni. Ndio maana hapa naendelea kusema kuendekeza tendo lolote lisilo la kiafya humfanya mtu kushinda kutofautisha kati ya jema na baya, na hivyo huwa vigumu zaidi kushinda uovu. Kwa hiyo kama hatutazingatia chakula ambacho Mungu anatamani tukitumie katika siku hii ya upatanisho, au chakula ambacho Mungu alikusudia jamii yote ya wanadamu watumie, hatutaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi. Kama tutapuuzia kuzingatia vinywaji ambavyo Mungu alitamani tuvitumie, hatutaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi. Kwa hiyo tukishindwa kujizuia katika chakula, tukishindwa kujizuia katika vinywaji, hatutaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi, kwa sababu tunaambiwa nguvu zetu za kiakili zitadhoofishwa na tutakuwa katika ugumu ya kupambanua kati ya haki na uovu. Hatutaweza kupambanua kati ya mema na mabaya. Kwa hiyo wengi tunaweza tukajiuliza, sasa katika swala la chakula kiasi ni nini? Au tunajifunzaje kiasi katika chakula? Mjumbe wa Mungu anazidi kufafanua unapotazama kitabu cha Patriarchs and Prophets, wazee na manabii, ukurasa wa 562, anafafanua nini maana ya kiasi katika swala zima la chakula, kwa sababu leo tunaangalia chakula katika matengenezo ya afya. Matengenezo ya afya nikakwambia ni neno pana sana, linahusisha nyanja nyingi, na nyanja ya kwanza nimekwambia ni chakula tunayotazama katika siku ya leo. Nyanja ya pili ni mavazi, na nyanja ya tatu muziki, maburudisho, makazi na vitu vingine vyote tutakavyoweza kuvitazama vinavyoathiri afya zetu za kimwili, kiakili pamoja na kiroho. Unaposoma katika kitabu cha Patriarchs and Prophets, wazee na manabii, ukurasa wa 562, mjumbe wa Mungu anasema kuwa na mwenendo wa kiasi wa kweli hutufundisha. Kwa hiyo hapa anatoa maana ya kiasi. Hatutakiwi kutafsiri kiasi kama tunavyozani sisi, lakini lazima tuliache neno la Mungu litufafanulie nini maana ya kiasi. Anasema kuwa na mwenendo wa kiasi wa kweli hutufundisha kutotumia kabisa vitu vyote vinavyodhuru na kutumia kwa busara vile vitiavyo afya. Kwa hiyo kiasi maana yake ni kutotumia kabisa. Ili neno kwa Kiingereza ni forbidden. Unaposikia kutotumia kabisa, ni kwamba Mungu hajaruhusu katika mazingira yoyote yale. Tutaanza kuangalia vitu ambavyo Mungu hajaruhusu katika mazingira yoyote yale. Na naposema kitu ambacho Mungu hajaruhusu katika mazingira yoyote yale, unapokitumia unatenda dhambi na utakatiliwa mbali na kusanyiko. Jina lako litaondolewa katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho, kwa sababu utashindwa kufikia ushindi dhidi ya dhambi. Vitu ambavyo Mungu amekataza visitumike kabisa, mwanadamu anapovitumia anakuwa anatenda dhambi. Vitu hivi tutavitazama. Ndio maana hapa anaendelea kusema maana ya kiasi cha kweli hutufundisha kutotumia kabisa vitu vyote vinavyodhuru na kutumia kwa busara vile vitiavyo afya. Kwa hapo kuna makundi mawili. Kuna vitu ambavyo hatutakiwi kutumia kabisa, lakini kuna vingine tunatakiwa kutumia kwa busara katika nukuu hii. Kwa hiyo unaposoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi, hapo utaona kuna vyakula ambavyo Mungu amemkataza mwanadamu asitumie katika mazingira yoyote yale. Na mwanadamu anapotumia vyakula vya namna hii anakuwa anatenda dhambi. Unapotazama katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11, utakutana na vyakula ambavyo Musa aliagizwa kuagiza wana wa Israeli. Musa aliagizwa kuwafundisha wana wa Israeli vipi watumie na vipi wasitumie. Unapotazama katika kitabu cha Mambo ya Walawi, unapoangalia kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11, tutaanza kupata baadhi ya vyakula ambavyo Mungu hajaruhusu vitumike katika mazingira yoyote yale, na mtu hawezi akawa katika udhuru
wa kuvitumia. Unapotumia vyakula hivi unapatikana na hatia. Lakini kuna vyakula ambavyo Mungu ameruhusu kutumia, japo si dhambi, lakini bado vina madhara. Japo si dhambi, lakini sio mpango wa Mungu kutoka mwanzo. Tutaendelea kutazama, lakini tuanze kutazama hii hatua ya kwanza. Ni vitu gani ambavyo Mungu amekataza kabisa, na hawezi akasikiliza uzuri wowote au hawezi akaelewa mazingira yoyote unayopitia unapovitumia vyakula hivi. Vyakula hivi nimekwambia vinapatikana katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11. Hii sura nitaisoma tu kwa haraka kwa sababu ya muda wetu, tuweze kugundua vitu ambavyo Mungu amekataza kabisa. Lakini hata vile ambavyo tunaruhusiwa kutumia, tutaendelea kujifunza. Kuna vingine Mungu anatuongoza hatua kwa hatua. Hataki tuviache kwa upofu, anatamani tuweze kuelewa mpango wake, ili tunapoelewa mpango wake kwa uzuri turejee katika chakula alichokusudia kutupatia tangu mwanzo. Na chakula hicho ndicho mpango wake katika maisha yetu. Chakula hicho ndicho tunapaswa kukitumia ikiwa tunahitaji kupata ushindi dhidi ya dhambi. Kwa sababu unapotazama katika kitabu cha Jipatia Amani Moyoni, Steps to Christ, au jina lingine kitabu hiki kinaitwa Amani katika Dhoruba, katika kurasa za Kiingereza Steps to Christ, ukurasa 30 aya ya kwanza, neno la Mungu linasema, kabla ya kusoma Mambo ya Walawi 11, anasema Mungu hachukulii dhambi zote kama zenye uzito sawa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu amekataza kabisa, haviruhusiwi kutumika katika mazingira yoyote. Lakini kuna vitu Mungu hajakataza kabisa. Naposema hajakataza kabisa, kuna mazingira ambayo mtu anaweza akalazimishwa kutumia, lakini haimaanishi kwamba hicho chakula ni salama, au haimaanishi hicho chakula kinaupendeza moyo wake au ni mpango wake toka mwanzo. Ndio maana vitu vya namna hiyo, mtu anapokuwa nafasi ya kutovitumia na akavitumia, bado anahesabiwa dhambi. Lakini kuna vitu ambavyo Mungu haweki mazingira, kwa sababu unapozungumzia dhambi haina uzuri. Unaposoma Pambano Kuu sura ya 29 inayozungumzia chimbuko la uovu, mjumbe wa Mungu anasema kuitolea udhuru dhambi ni kuitetea. Hauwezi ukasema labda nimekula nguruwe kwa sababu ya mazingira fulani. Hapana, kama kula nguruwe ni dhambi, napokutwa nimekula nguruwe na hatia, nastakiwi kujitetea kwa sababu dhambi haina udhuru. Kwa tunaangalia hili kundi la kwanza, vitu ambavyo Mungu amekataza kabisa, vinadhuru afya yetu ya kimwili, kiakili na kiroho, na Mungu hajawahi kuruhusu katika mazingira yoyote yale kuvitumia vyakula vya namna hii. Unapotazama katika kitabu cha Jipatia Amani Moyoni au Steps to Christ, ukurasa wa 30 na ile aya ya kwanza, mjumbe wa Mungu anasema Mungu hachukulii dhambi zote kama zenye uzito sawa. Kuna viwango vya hatia katika kupima kwake uovu. Kwa hiyo kuna kiwango ambacho Mungu hakubaliani na maelezo yetu, lakini kuna kiwango ambacho Mungu akiangalia anasema kiukweli huu haukuwa mpango wangu, lakini kwa mazingira haya unaweza ukatumia hiki chakula na bado usikuhesabie kuwa na hatia. Lakini hata katika kitu hicho unapokitumia ukiwa na mazingira ya kutumia kile ambacho ni mpango wake toka mwanzo, na ukakikataa kile ambacho ni mpango wake kutoka mwanzo, ukakitumia hicho kingine ambacho japo hakionekani kuwa ni dhambi, Mungu hajakataza moja kwa moja kabisa kisitumiwe katika mazingira yoyote, bado Bwana atakuhesabia kuwa na hatia. Kwa sababu katika kitabu cha Yakobo, unaposoma kitabu cha waraka wa Yakobo, fungua pamoja nami katika kitabu cha waraka wa Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 17. Waraka wa Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 17. Waraka wa Yakobo ni kitabu baada ya waraka kwa Waebrania. Neno la Mungu linasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Kwa kama tuna nafasi ya kutenda jema alafu tukaacha kutenda jema, tukafata matamanio yetu, hapo tunahesabiwa dhambi. Hata kama hicho kitu kinaonekana sio dhambi, au kama hicho kitu kinaonekana Mungu amekiruhusu katika neno la Mungu, lakini kama Mungu ametupatia upeo wa kutuelezea mpango wake, na ametupatia chakula ambacho ni mpango wake toka mwanzo kwa wingi, tukakiacha tukatumia chakula hicho ambacho kinaonekana kinapendeza na sio dhambi,
machoni pake, hapo tunakuwa tunatenda dhambi, kwa sababu tunakuwa tuna ujuzi, tunakuwa tuna chakula ambacho Mungu ametupatia, ambacho ni mpango wake tangu mwanzo kwa wingi, tunakiacha na tunafuata matamanio yetu wenyewe. Kwa hiyo hapo Mungu atatuhesabia hatia. Lakini hili nalo likazia, na tutasoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi 11, Mungu haruhusu kutumia katika mazingira yoyote yale, na hakuna uzuru kwa kutumia vyakula vya namna hii. Anaendelea kusema Mungu achukulii dhambi zote kama zenye uzito sawa. Anasema kuna viwango vya hatia katika kupima kwake uovu, kama ilivyo kwa mwanadamu. Ndio maana ukitaka kumwelewa Mungu lazima ujifunze mwanadamu. Ndio maana kuna makosa ukifanya mahakamani yanahitaji kifungo cha maisha, adhabu yake, au kuna makosa mengine yanahitaji kunyongwa hadi kifo, lakini kuna makosa yanahitaji faini na kuachiliwa huru. Kwa hiyo kama vile ambavyo mwanadamu ana vipimo katika kupima kwake uovu au katika kupima kwake makosa, hivyo hivyo Mungu ana vipimo katika kupima kwake makosa au katika kupima kwake dhambi. Lakini haimaanishi kwa sababu vipimo vipo vya kupimia dhambi katika macho ya Mungu, haimaanishi basi tuchukulie dhambi kama ni swala la kawaida. Hata kama tunaona hili swala ni dogo kiasi gani, kwa Mungu halionekani kuwa dogo, bado linaumiza na kuuchoma moyo wake. Ndio maana panaendelea kusema pia kwamba lakini haijalishi tendo baya laweza kuchukuliwa linaweza kuchukuliwa kwa udogo machoni pa wanadamu, hakuna dhambi iliyo ndogo machoni pa Mungu. Kwa hiyo nimetoka kukutengenezea msingi kwanza, kuelewa kiasi umaanisha kuacha kutumia kabisa vitu ambavyo vinadhuru na kutumia kwa busara vile vitiavyo afya. Lakini hata katika vile vitiavyo afya vipo ambavyo sio mpango wa Mungu tangu mwanzo. Kwa Mungu anapotupatia chakula ambacho ni mpango wake tangu mwanzo, tukakiacha tukatumia hiki ambacho sio mpango wa Mungu tangu mwanzo, bado tunahesabiwa kuwa na hatia, kwa sababu tumetazama katika kitabu cha Yakobo 4:17, basi yeye ajuaye kutenda mema siatende kwake huyo ni dhambi. Lakini pia tukaangalia katika hii nukuu ya jipatia amani moyoni au Steps to Christ, ukurasa wa 30 na ile aya ya kwanza, anasema Mungu hachukulii dhambi zote katika kipimo sawa. Kuna kiwango cha kupima katika kushughulika na uovu. Kwa hiyo hapa tunaanza kuangalia vyakula ambavyo Mungu amekataza kwa mazingira yote, na hivi vyakula unapovitumia unafanya dhambi. Hivi vyakula havina mazingira, Mungu amekataza. Anachohitaji tu ni utii, kama vile ambavyo alimkataza Adamu pamoja na Hawa wasile tunda katika bustani ya Edeni ambalo walizuiwa wakatumia. Tunaona walitenda dhambi, na mpaka sasa hivi tunaishi katika matokeo ya uasi wao. Kwa hiyo vitu vya namna hii ni sawasawa na lile tunda ambalo Adamu alikatazwa. Mungu anapotukataza kitu tusikipime na kukiona kidogo machoni petu, kwa sababu Mungu anapotukataza kitu sio tu kutuonesha udogo au ukubwa kile anachotukataza, lakini anathibitisha mamlaka yake mwenyewe. Anataka tujue kama tutamsikiliza yeye au tutajisikiliza wenyewe, kama tutamtii yeye ama tutamtii shetani. Kwa hiyo ukija ukaangalia katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11, nitasoma kwa haraka kwa sababu ya muda wetu. Ukipata nafasi utasoma hatua kwa hatua. Hapo utakutana na vyakula ambavyo Mungu amekataza kabisa na hajawahi kuruhusu tangu kuumba ulimwengu wanadamu aweze kuvitumia vyakula hivi katika mazingira yoyote yale, kwa sababu dhambi haitakiwi kutendeka katika mazingira yoyote yale. Ndio maana kuna nukuu ambayo tulitazama katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 495. Mjumbe wa Mungu anasema shetani wapatia wanadamu tawala za ulimwengu huu endapo watampatia mamlaka. Anasema wengi wanafanya jambo hili na kupoteza mbingu. Anasema ni heri zaidi kufa kuliko kufanya dhambi. Ni heri zaidi kuwa mhitaji kuliko kufanya hila. Ni heri zaidi kuona njaa kuliko kudanganya. Lakini pia tulitazama nukuu ambayo inasema kifo kinatakiwa kuwa kauli mbiu ya Mkristo kuliko kutenda dhambi. Kwa hiyo kuliko kutumia vyakula hivi ni bora tuwe waaminifu kwa Mungu, kwa sababu tutakavyovitumia tutakuwa tumetenda dhambi, na tunaambiwa hatujafanya vita hata kumwagika damu tukishindana na dhambi.
Ndio maana wale ambao watashinda, neno la Mungu linatuambia nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakuyapenda maisha yao hata kufa. Kwa hivyo vyakula Mungu hajawahi kuruhusu vitumike katika mazingira yoyote yale, na ni dhambi, na unapovitumia tunakuwa tumetenda dhambi, tunakuwa hatuna uzuri, tunastahili mauti. Unapotazama kitabu cha Mambo ya Lawi sura 11, neno la Mungu linasema, Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala. Na kumbuka, kabla Bwana hajawapatia hii kauli, Mungu alitamani kulitumia taifa la Israeli kuweza kufunua mpango wake katika mataifa yote waliowazunguka. Ndio maana chakula ambacho Mungu alilipatia taifa la Israeli ni chakula ambacho Mungu alimpatia Adamu katika bustani ya Edeni. Unapotazama katika kitabu cha Mwanzo, utarejea Mambo ya Lawi sura ya 11, lakini nikurejeze katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 29, neno la Mungu linasema, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu. Anaendelea kusema, ulio juu ya uso wa nchi yote pia. Anasema, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Lakini pia mtunga Zaburi analifafanua ili ya kwamba chakula kinachotoka katika ardhi ndicho ambacho Mungu alikusudia mwanadamu akitumie katika vizazi vyote. Ndicho alichokusudia jamii yote ya wanadamu iweze kuitumia. Lakini baada ya kuanguka, Mungu aliwaongezea mboga za majani, aliwaongezea mboga za kondeni. Unapotazama katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 18, neno la Mungu linasema, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Na ukija ukatazama sasa katika kitabu cha Zaburi, tunga Zaburi pia na kazia hiki kitabu cha Zaburi sura ya 104, nitasoma na ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, uyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya wanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Nitarudia, huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Kwa chakula ambacho ni sahihi ni kile kinachochipua kutoka katika ardhi, ambacho kinahusisha nafaka, matunda, jamii ya karanga pamoja na mboga za kondeni. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Ndio maana wana wa Israeli katika safari yao ya kuweza kutoka Misri kuelekea Kanani, Mungu aliwaongoza katika mpango wake wa awali, aliwaongoza katika mpango wa Edeni, lakini walikuwa wagumu wa mioyo kwa sababu walipewa chakula cha mana. Na hiki chakula cha mana, ukija ukaangalia tafsiri yake, ni chakula ambacho asili yake inatoka katika ardhi. Ni chakula ambacho asili yake ni nafaka. Neno la Mungu linatuambia hii ilikuwa ni nafaka iliyoshuka kutoka mbinguni. Kwa hiyo Mungu alikuwa anawarejeza katika mpango wake wa awali, lakini wao walikataa. Wakataka nyama, wakataka chakula ambacho kilikuwa kinawapendeza wao. Kwa hiyo Mungu katika kuwaruhusu hayo, aliwaruhusu katika masharti. Na haya masharti ndio tutaanza kuyatazama katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Lakini kabla hata ya wana wa Israeli kukataa mpango wa Mungu, kuna watu ambao waliishi kabla ya gharika. Watu wa namna hii pia waliweza kukataa mpango wa Mungu wa awali. Na kabla hata Mungu hajaangamiza dunia kwa maji, unapotazama katika kitabu cha Counsels on Diet and Food, mashauri juu ya chakula na lishe, ukurasa wa 373 hadi 374, mjumbe wa Mungu anasema watu walioishi kabla ya gharika walianza kutumia nyama hata kabla Mungu hajawaruhusu. Na Mungu aliamua kuliruhusu hivyo kwa sababu walijiamlia kwa tamaa zao, ili pia aweze kupunguza miaka ya maisha yao ya dhambi. Kwa sababu kama wangeishi muda mrefu, wangekuwa ni wasumbufu na wangezidi kuumiza moyo wa Mungu. Kwa pia Mungu aliruhusu wapate tamaa zao, ili pia aweze kukomesha miaka ya maisha yao ya dhambi. Lakini haukuwa mpango wake. Mungu hakuwahi kuruhusu chakula cha nyama kabla ya gharika. Mungu aliruhusu chakula cha nyama baada ya gharika. Na hii sheria ambayo tunaiona hapa, ambayo Musa anapewa kupambanua wanyama najisi na wanyama safi, haikuanzia tu hapa, tangu mwanzo ilikuwepo. Unapotazama katika kitabu cha Mwanzo, fungua pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 7. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Mwanzo. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 7, neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Nuhu.
ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona. Anasema kwa maana nimekuona wewe hu mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Anaendelea kusema katika wanyama wote walio safi ujitwalie sabasaba. Kwa hata Nuhu kumbe alijua kuna wanyama safi na wanyama wasio safi, na wanyama safi kabla ya gharika walitumiwa kwa ajili ya kutoa kafara, lakini wanyama najisi hawakutumika kwa ajili ya kutoa kafara. Wanyama kabla ya gharika walikuwa wanatumika tu kwa ajili ya shughuli za ibada, kuwafundisha watu mkombozi wa ulimwengu atakaye kuja katika dunia yetu na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo hii sheria ya upambanuzi hatuioni tu wakati wa Musa, inaanza tangu wakati wa Nuhu. Ndio maana hapa naendelea kusema hapa ya kwamba katika wanyama wote walio safi ujitwalie sabasaba, mume na mke, na katika wanyama wasio safi wawili wawili, mume na mke. Kwa hiyo wanyama wasio safi ndio wana wa Israeli walikatazwa wasitumie. Lakini pia wana wa Israeli hawajaanza tu kupambanuliwa na kuruhusiwa kutumia wanyama. Mtu wa kwanza aliyeruhusiwa ni Nuhu na jamii yake, ni Nuhu na uzao wake. Kwa sababu gani? Nuhu kabla ya gharika hakuwahi kutumia nyama wala hakuwahi kutumia chakula chochote kinachotoka kwa wanyama, bali alitumia chakula ambacho kilikuwa ni mpango wa Mungu tangu mwanzo. Japokuwa gharika ilipotokea ilisababisha kukauka kwa asili, ilipoteza kila kitu cha kijani katika nchi na hakukuwa na chakula kingine chochote isipokuwa ni wanyama. Kwa hiyo chakula cha nyama kilitolewa wakati wa dharura, kwa sababu kipindi Nuhu anatoka katika safina hakukuwa na chakula chochote cha kutumia zaidi ya wanyama waliokuwa katika safina. Kwa hiyo wale wanyama safi ndio Mungu aliyomruhusu Nuhu kuweza kuwatumia, lakini chini ya masharti makali. Unapotazama katika kitabu cha Mwanzo sura ya 9, neno la Mungu linasema, nitasoma Mwanzo sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 4. Neno la Mungu linasema, Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi, na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Anaendelea kusema kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kwa sababu hakukuwa na chakula kingine chochote. Hakukuwa na nafaka, hakukuwa na matunda, hakukuwa na mboga mboga, kwa sababu gharika iliharibu nchi. Kwa hiyo wale wanyama waliohifadhiwa katika safina ndio waliokuwa chakula wakati wa dharura, lakini huo haukuwa mpango wa Mungu tangu mwanzo. Anaendelea kusema hapa ya kwamba japokuwa waliruhusiwa, walipewa masharti makali. Anaendelea kusema hapa ya kwamba kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni hivi vyote. Mstari wa 4 anasema bali nyama pamoja na uhai, yani damu yake msile. Kwa hiyo wakati wanatumia nyama walitakiwa kuhakikisha damu yote imeondoka, lakini pia hawakutakiwa kutumia pamoja na mafuta. Mungu hakuwahi kuruhusu nyama itumike ikiwa na mafuta pamoja na damu, hakuwahi kuruhusu na hatoruhusu. Hilo ni jambo ambalo Bwana amekataza kabisa na halina uzuru, na unapofanya hivyo unatenda dhambi na nakuwa na hatia mbele za Mungu nikistahili mauti. Unapotazama katika kitabu cha Mambo wa Lawi 3:17, fungua pamoja nami kitabu cha Mambo wa Lawi, Mambo wa Lawi sura ya 3 na mstari wa 17 ili uweze kuelewa jambo hili. Mambo wa Lawi sura ya 3 mstari wa 17, neno la Mungu linasema, neno hili litakuwa amri ya daima katika vizazi vyenu vyote, ndani ya nyumba zenu zote, ya kwamba hamtakula mafuta wala damu kabisa. Ukija ukasikia neno kabisa, inawakilisha forbidden, yani ni kitu ambacho Mungu amekataza kabisa. Neno la Kiingereza ambalo linaonyesha uzito ni forbidden. Kwa hiyo Bwana tusaidie tuweze kulielewa hili wapendwa, ya kwamba Nuhu hakula nyama kwa matamanio yake, alikula kwa sababu hakuwa na chakula kingine chochote cha kutumia na Mungu akumhesabia dhambi. Lakini ijapokuwa ulaji wa nyama haukuwa dhambi kipindi Nuhu anaruhusiwa, lakini kama Nuhu angekuwa ana chakula ambacho Mungu amempatia kwa wingi cha nafaka na akaacha kutumia nafaka akaanza kutumia nyama, Mungu angemhesabia dhambi. Kwa hiyo hata wana wa Israeli Mungu alitamani awafundishe mpango wake. Ni kweli kulikuwa kuna wanyama, kwa sababu walipotoka Misri walitoka na mali nyingi, walitoka na vitu vingi, walitoka na mifugo yao, walitoka na wanyama, lakini hapo walimjaribu Bwana, kwa sababu Bwana alitamani kuwafanya kuwa tunu, alitamani kuwatumia kama walimu ambao angewafundisha na kuweza kutangaza fadhili zake kwa mataifa na wazunguka, lakini walikataa. Na jambo la kwanza ambalo Bwana alianza kuwapima kwalo ni katika swala la uchu wa chakula, ni katika kujizuia. Alitamani kwanza, kabla ya kuwapatia ujumbe wake mtakatifu, waweze kwanza
kurejea katika mpango wake wa Edeni, waweze kurejea katika maisha kabla ya gharika. Lakini walipewa mana, walipewa nafaka inayotoka mbinguni, lakini wakakataa na wakatamani nyama. Kwa hiyo Mungu anapowaruhusu kutumia nyama, ijapokuwa hawakuhesabiwa kuwa na hatia, lakini Mungu aliwaruhusu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Mungu sio dikteta, asingependa kuongoza kama anavyotaka yeye. Ni jambo ambalo lilimuumiza, lakini aliwaruhusu japokuwa haukuwa mpango wake tangu mwanzo. Kwa hiyo kipindi anawaruhusu, aliwaruhusu chini ya masharti makali ambayo tumesoma katika kitabu cha Mambo ya Walawi 3:17, kutotumia damu wala mafuta. Na katika wanyama watakaotumiwa walipambanua kati ya wanyama najisi na wanyama safi. Wanyama najisi hawakutakiwa kutumia, kwa sababu wangetumia ingekuwa ni dhambi kama vile ambavyo wangetumia damu na mafuta, na Mungu alikataza matumizi ya vitu hivyo katika mazingira yoyote yale. Unapotazama katika kitabu cha Hesabu, tutarejea katika kitabu cha Mambo ya Walawi 11. Nataka nikupe story ya hii ili uweze kuelewa msingi ya Mambo ya Walawi sura ya 11. Unapotazama pia katika kitabu cha Hesabu, fungua pamoja nami katika kitabu cha Hesabu. Nitasoma Hesabu sura ya 11, alafu nitasoma kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11, alafu tutarejea katika nukuu ambayo tulikuwa tukiisoma katika kitabu cha Wazee na Manabii, Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 562. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Hesabu 11 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, kisha hao watu walikuwa kama wanung'unikao wakinena maovu masikioni mwa Bwana. Bwana aliposikia hayo, hasira zake zikawaka, na moto wa Bwana ukawaka kati yao. Anasema ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa marago. Ndipo watu wakamlilia Musa, naye Musa akamwomba Bwana, na ule moto ukakoma. Jina la mahali hapo likaitwa Tabera, kwa sababu huo moto wa Bwana ukawaka kati yao. Mstari wa 4, kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, na wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Kwa hiyo nyama ijapokuwa si dhambi, naposema si dhambi, kuna mazingira ambayo yanaweza kukukuta kama ya Nuhu. Hapo uwezi ukasema uwezi ukatumia nyama, utatumia kwa ajili tu ya kutia mwili nguvu. Lakini ukiwa na chakula cha wingi ambacho Bwana amekitoa kutoka katika nchi, kutoka katika ardhi, ukiona matunda, mboga mboga na nafaka, ukaacha ukatumia nyama, hapo Bwana anakuhesabia dhambi. Lakini kuna vyakula, hata kama ukiwa katika mazingira ya Nuhu, huna chochote, na labda kuna vyakula najisi tu na vinywaji najisi ambavyo Mungu amekataza kabisa, ni heri kusimama imara. Ni bora kufa kuliko kunajisi hekalo la Mungu, kwa sababu tumeona hatujafanya vita bado hata kumwagika damu tukishindana na dhambi. Kwa mazingira kama hayo, napokuwa na wanyama najisi tu, natakiwa nisimame imara. Hatutakiwi kuvitumia kabisa. Ni bora kufa kuliko kuvitumia. Hapo tutakuwa tumeletwa katika jaribio, na haya sio maneno yangu. Nitasoma pia mifano ya watu ambao walikutwa katika mazingira ya namna hiyo, walisimama imara. Na neno la Mungu linasema hayo yameandikwa ili kutufundisha sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani hizi, kututia nguvu ya kwamba inawezekana, kwa sababu wapo waliojaribiwa sawasawa na sisi katika swala hili la kiasi. Unapotazama katika kitabu cha Hesabu 11 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, nani atakayetupa nyama tule? Kwa hiyo hapo walidhihirisha kukataa maana, walidhihirisha kukataa chakula ambacho Mungu alikusudia jamii yote wanadamu itumie. Wakataka kutumia chakula kwa tamaa zao, na Mungu akawaruhusu chini ya masharti makali ya kutotumia damu na mafuta, lakini kutotumia kabisa kwa mazingira yoyote yale wanyama najisi. Anaendelea kusema pia kwamba twakumbuka samaki tuliokula huko. Kumbe hata samaki ni nyama. Anaendelea kusema twakumbuka samaki tuliokula huko Misri, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu na vitunguu swaumu. Lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumainia isipokuwa hii mana tu. Kwa hiyo wakabeza chakula ambacho Mungu aliwapatia. Anaendelea kusema katika mstari wa 16, nitaruka hapa, lakini kabla ya kusoma mstari wa 16 nitasoma mstari wa 8
hadi wa 15 tuweze kupata msingi wa kuelewa mstari wa 16. Neno Mungu linasema watu wakazunguka zunguka na kuikusanya kisha wakaisaga hiyo mana. Kwa sababu mstari wa 7 anasema na hiyo mana ilikuwa mfano wa chembe za mtama na kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwake bedola. Sasa hapa anazungumzia maandalizi yake. Mstari wa 8 anasema watu wakazunguka zunguka na kuikusanya kisha wakaisaga kwa mawe ya kusagia au kuitwanga katika vinu, kisha wakaitokosa nyunguni na kuandaa mikate, na tamu yake ilikuwa tamu kama ya mafuta mapya. Mstari wa 9 umande ulipoangukia malago wakati wa usiku, hiyo mana ilianguka pamoja nao. Basi Musa akawasikia watu wakilia katika jamaa zao zote, kila mtu mlangoni pa hema yake, na hasira za Bwana zikawaka sana. Musa naye akakasirika. Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Kwa nini sikupata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Je, ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote? Je, ni mimi niliyewazaa hata ikawa wewe kuniambia haya wachukue kifuani mwako, mfano wa baba mwenye kulea achukuavyo mtoto anyonyaye, uende nao mpaka nchi uliowaapia baba zao? Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Kwani wanililia wakisema, tupe nyama tupate kula. Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Na kama ukinitenda hivi na kuomba, uniulie mbali, kwamba nimepata fadhili mbele za macho yako, nami nisione haya mashaka yangu. Mstari wa 16 anaendelea kusema, kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, ambao wewe wawajua kuwa ndio wazee wa watu hawa, na maakida juu yao, kawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usichukue wewe peke yako. Mstari wa 18, kisha uambie watu hawa, jitakaseni nafsi zenu kabla ya kesho, nanyi mtakula nyama, kwa maana mmelia masikioni mwa Bwana mkisema, ni nani atakayetupa nyama tule? Maana huko Misri tulikuwa na uheri. Basi kwa sababu hiyo Bwana atawapa nyama, nanyi mtakula. Kwa hiyo Bwana akawaruhusu kwa tamaa zao, akawaruhusu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, lakini haukuwa mpango wake tangu mwanzo. Anaendelea kusema mstari wa 19, hamtakula siku moja wala siku mbili wala siku 5 wala siku 10 wala siku 20, lakini mtakula muda wa mwezi mzima, hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu, nanyi mtaikinai, kwa sababu mmemkataa Bwana aliye kati yenu. Kwa hiyo tunapokataa chakula ambacho Mungu anatupatia, na tunapokataa chakula ambacho Mungu alikusudia tukitumie kuanzia kuumba kwa dunia yetu tokea bustani ya Edeni, tunamkataa Mungu, tunashindwa kufanya ushirika pamoja na yeye, na tutaweza kubadilishwa na kupata taswira yake. Ndio maana hapa anaendelea kusema, kwa sababu mmemkataa Bwana aliye kati yenu na kulia mbele zake mkisema, tulitoka Misri kwa maana gani? Musa akasema, watu hawa ambao mimi ni kati yao ni watu 600,000 waendao kwa miguu, nao umesema nitawapa nyama ili wale muda wa mwezi mzima. Je, makundi ya kondoo na ng'ombe yatachinjwa kwa ajili yao ili kuwatosha, au samaki wote wa baharini watakusanya pamoja kwa ajili yao ili kuwatosha? Kumbe hata samaki ni nyama. Mstari wa 23 anasema, Bwana akamwambia Musa, je, mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako, au sivyo. Musa akatoka akawaambia watu maneno ya Bwana, akawakutanisha watu 70 miongoni mwa wazee wa watu, akawaweka kuizunguka hema. Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye, akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa roho hiyo ilipowashukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Lakini watu wawili walisalia kambini, jina la mmoja aliitwa Eldadi na jina la pili aliitwa Medadi. Na roho ile ikawashukia, nao walikuwa miongoni mwao walioandikwa, lakini walikuwa hawakutoka kwenda imani, nao wakatabiri kambini. Mtu mmoja kijana akapiga mbio akaenda akamwambia Musa akasema, Eldadi na Medadi wanatoa unabii kambini. Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa tangu ujana wake akajibu akasema, Bwana wangu Musa, uwakataze. Musa akamwambia, je, umekuwa na wivu kwa ajili yangu? Ingekuwa heri kama watu wote wa Bwana wangekuwa manabii, na kama Bwana angewatia roho yake. Kisha Musa akaenda akaingia kambini, yeye na wale wazee wa Israeli. Kisha upepo ukavuma kutoka kwa Bwana, nao ukaleta kware kutoka pande za baharini, nao ukawaacha wakaanguka karibu na kambi, na
kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu na kama kiasi cha mwendo wa siku moja upande huu kuizunguka. Nao wakafikiria kiasi cha dhiraa 2 juu ya uso wa nchi. Mstari 32, watu wakaondoka mchana huo wote na usiku huo wote na siku ya pili yote kuwakusanya hao kware. Yeye aliyepata ya upungufu kuliko wenzie alipata kiasi cha omeri 10. Nao wakawaanika wote kando kando ya kambi kuizunguka pande zote. Kisha hapo hiyo nyama ilipokuwa ikali kati ya meno yao, hawajaitafuna bado, hasira za Bwana ziliwaka juu ya watu. Bwana akawapiga watu kwa pigo kuu mno. Jina la mahali pale likaitwa Kibroth Hatava, maana ni hapo walipowazika hao watu waliotamani. Kutoka hapo Kibroth Hatava watu wakasafiri kwenda Hatheros, wakakaa huko Hatheros. Kwa hiyo kumbe Bwana aliwaruhusu kwa sababu ya tamaa zao, na katika kuwaruhusu katika safari yao alipokuwa akiwapatia kware, walipopia piga kambi, walipofanya makao katika Kanaani, walikumbushwa maagizo haya ya wanyama wa kutumia na wanyama wa kuto kutumia katika kitabu cha Mambo ya Walawi 11. Kwa hiyo tunarejea katika Mambo ya Walawi 11 kwa sababu hapo tutakuwa umeshapata msingi. Kumbe Mungu aliwaruhusu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao na kwa sababu walitamani hicho chakula cha nyama na wakakataa chakula ambacho Mungu alikusudia wao watumie tangu mwanzo. Neno la Mungu linasema, Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, nenena wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kwa hapa kuna wanyama ambao wanatakiwa kuliwa na wanyama ambao ni najisi hapo wasioliwa ni dhambi. Hatutakiwi kuwatumia katika mazingira yoyote yale. Na utaangalie sio wanyama tu. Naona Mungu inatuambia basi mlapo au mwapo, utaangalia hata vinywaji. Kuna vinywaji Mungu hajaruhusu kuvitumia katika mazingira yoyote yale, na unapovitumia tutakuwa tunatenda dhambi na tutakuwa na udhuru wa kumwambia Mungu tunapovitumia vitu hivyo. Anaendelea kusema pia kwamba kila mnyama mwenye kwato, kwa hiyo hiki ndicho kigezo, katika hayawani wote walio juu ya nchi. Anasema neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. Kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakao wala. Kwa hiyo hicho ndicho kigezo cha wanyama safi, na wajianza wakati huu, walianza tangu wakati wa Nuhu. Anaendelea kusema, pamoja na hayo wanyama hawa hamta wala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato, ngamia. Kwa hiyo ni dhambi kutumia ngamia katika mazingira yoyote yale, ngamia hatumiwi. Anaendelea kusema, kwa sababu yuacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Kwa hiyo kigezo lazima acheue na lazima awe na kwato, awe na miguu iliyopasuka kati. Kwa hiyo akikosa hata kigezo kimoja, hata kama anacho kingine, huyo ni najisi na hafai kutumiwa kama chakula katika mazingira yoyote yale. Na unapomtumia tunafanya dhambi na hatuna udhuru, kwa sababu ni heri kusimama imara, ni heri kutotumia kabisa kuliko kutumia na kumkosea Bwana. Ni heri kufa kuliko kutenda dhambi. Anasema pamoja na hayo wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato, ngamia kwa sababu yuacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, na uibari kwa sababu yeye hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu, na sungura kwa sababu hucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Kwa sungura haliwi, na nguruwe kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msiile nyama yao wala msiiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Kwa kutumia vyakula hivi ambavyo Mungu amevikataza ni dhambi. Lakini anaendelea kufafanua mstari wa 9, katika hao wote walio ndani ya maji. Kwa hata ndani ya maji ni nyama, samaki ni nyama, kwa sababu neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, fungua pamoja nami katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 39. Neno la Mungu linasema, nyama yote si nyama moja, ila nyingine ni ya mwanadamu, nyingine ni ya hayawani, nyingine ni ya ndege. Hayawani ni mnyama wa ardhini, ndege ni mnyama wa angani, nyingine ni ya samaki, samaki ni mnyama wa majini. Ndio maana hapa anaendelea kusema, anafafanua kuhusiana na
wanyama ambao wako ndani ya maji ambao ni samaki. Anaendelea kusema, katika hao wote walio ndani ya maji mtakula hawa, kila aliye na mapezi na magamba ndani ya hayo maji na ndani ya bahari na ndani ya mito mtakula hao. Kwa hiyo kigezo ni kuwa na mapezi na magamba. Akikosa kimoja hafai, ni najisi, halili katika mazingira yoyote yale, na Mungu hajawahi kuruhusu na hatoruhusu. Na mtu unapomtumia utumie ukijua kwamba unatenda dhambi na una uzuru wa kumpatia Mungu. Ni tofauti unapotumia nyama safi kama ng'ombe au kama mbuzi. Mungu hata kuhesabia dhambi kama mazingira ambayo upo ndicho chakula pekee cha kutumia. Lakini ikiwa ni nguruwe na vingine, hata kama ndio chakula pekee cha kutumia na ukatumia, hapo Mungu anakuhesabia dhambi. Ni bora kusimama imara kuliko kutenda dhambi. Mungu hajawahi kuruhusu kabisa. Na nitakusomea nukuu ambazo zinasema katika hali yoyote, katika mazingira yoyote yale, kamwe Mungu hataruhusu matumizi ya nyama najisi, kwa sababu tutalinajisi hekalu, tutaharibu miili yetu. Na neno la Mungu linatuambia atakayeharibu hekalu la Mungu, Mungu naye atamharibu mtu huyo. Anaendelea kusema hapa mstari wa 10 katika kitabu cha Mambo ya Walawi 11, na hao wote wasio na mapezi na magamba ndani ya bahari na ndani ya mito, katika hao waendao majini na katika wote wenye uhai waliomo majini, hao ni machukizo kwenu, watakuwa machukizo kwenu. Msile nyama yao na mizoga yao itakuwa machukizo kwenu. Kila asiye na mapezi wala magamba aliye ndani ya maji ni machukizo kwenu. Mstari wa 13, kisha katika ndege, anataja kundi lingine la ndege. Kisha ndio maana tumesema nyama wote si moja. Ya kwanza ni ya mwanadamu, ya pili ni ya hayawani. Tumeangalia hayawani ni wanyama wa nchi kavu. Ya tatu ni ya ndege, wanyama wa angani ambao tunaangalia. Lakini ya nyingine ambao tumeitazama baada ya kutazama hayawani ni nyama ya majini ambao ni ya samaki. Kwa hiyo sasa hivi tunaangalia ndege, tumeangalia hayawani, tumeangalia samaki, sasa hivi tuko upande wa ndege. Hayo makundi yote bado ni nyama. Sasa mwingine anasema basi samaki inaweza isiwe nyama, lakini neno la Mungu limetuambia hata samaki ni nyama, maana nyama si nyama moja kama tulivyosoma katika kitabu cha Korinto wa kwanza 15:39. Neno la Mungu linasema katika mstari wa 13 Mambo ya Walawi 11, kisha katika ndege hawa anasema kisha katika ndege hawa watakuwa ni machukizo kwenu, hawataliwa, ndio machukizo: tai haliwi, na furukombe na kipungu na mwewe na kozi kwa aina zake, na kila kunguru kwa aina zake, na mbuni na kiruka njia na dudumizi na kipanga kwa aina zake, na bundi na mnandi na bundi mkubwa na mumbi na mwari na mderi na korongo na koikoi kwa aina zake, na hudihudi na popo. Hawa ni najisi hawaliwi. Anasema tena vyote vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne, hivi ni machukizo kwenu. Pamoja na hayo, hivi vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne ni halali kula. Anasema tena vyote, nitarudia mstari wa 20, vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne, hivi ni machukizo kwenu. Pamoja na hayo, hivi vitambaavyo vyenye mabawa viendavyo kwa miguu minne ni halali kula hao walio na miguu mirefu, anasema, ya kurukia juu ya nchi. Katika hao mnaruhusa kuwala nzige kwa aina zake, na nzige kuu kwa aina zake, na panzi kwa aina zake, na palale kwa aina zake. Lakini vyote vitambaavyo vyenye mabawa vilivyo na miguu minne ni machukizo kwenu. Mstari wa 24 anasema, nanyi mtakuwa najisi kwa wanyama hao, kila atakayegusa mzoga wao atakuwa ni najisi hata jioni. Na mtu awaye yote atakayechukua chochote cha mizoga yao atafua nguo zake, naye atakuwa najisi hata jioni. Mstari wa 26, kila mnyama aliyepasuliwa ukwato, naye hana kwato mbili wala acheui, huyo ni najisi kwenu. Kila agusaye wanyama hao atakuwa ni najisi. Tena kila mnyama aendaye kwa vitanga vyake katika hao wanyama wote waendao kwa miguu minne, hao ni najisi kwenu. Awaye yote atakayegusa mizoga yao atakuwa ni najisi hata jioni. Mstari wa 28, na huyo atakayeuchukua mzoga wa wanyama hao atafua nguo zake, naye atakuwa ni najisi hata jioni. Hao ni najisi kwenu. Kwa hiyo tumeona hivi ni vyakula ambavyo Mungu hajawahi kuruhusu vitumike katika mazingira yoyote yale. Hatuwezi tukaviweka hivi vyakula najisi pamoja na kundi
la vyakula safi. Hatuwezi tukachukua vyakula najisi tukaviweka pamoja na vyakula safi. Vyakula safi ni kweli huwakilisha mazao ya asili yanayotoka katika nchi, lakini pia hujumuisha hata wanyama safi ambao ni ng'ombe, mbuzi, kuku, samaki wenye mapezi na magamba na wengine. Haya ni makundi tofauti. Hili kundi lingine la wanyama safi ambao Mungu amewaruhusu katika Mambo ya Lawi 11, hautohesabiwa dhambi kama ndicho kitu pekee kilicho katika mazingira husika, lakini utahesabiwa dhambi kama una chakula cha asili kwa wingi, kama una nafaka, una matunda na mboga ukaviacha ukavitumia, Mungu anakuhesabia dhambi. Lakini hili kundi la kwanza, kundi la tofauti la wanyama najisi, nguruwe, ngamia, sungura na vitu vingine, unapovitumia unahesabiwa dhambi. Na hata unapokuwa katika mazingira ambavyo ndivyo vyakula pekee vilivyopo, hupaswi kutumia, unatakiwa uweze kuwa mwaminifu. Lakini sio tu chakula, tunaangalia hata kuna vinywaji ambavyo Mungu amekataza kabisa na hajaruhusu vitumike katika mazingira yoyote yale. Katika nukuu tulikuwa tunasoma katika kitabu cha Wazee na Manabii, Patriarchs and Prophets, tulikuwa tukisoma ukurasa wa 562. Tutaendelea kutazama ukurasa huu wa 562. Mjumbe wa Mungu anasema kuwa na mwenendo wa kiasi wa kweli utufundisha kutotumia kabisa vitu vyote vinavyodhuru. Kutokutumia kabisa tumeisha viona katika Mambo ya Lawi 11, vyakula najisi, lakini pia tutakuja tutaangalia na sio tu vyakula bali pia hata vinywaji. Anasema na kutumia kwa busara vile vitiavyo afya. Anaendelea kusema mjumbe wa Mungu katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, Selected Messages, gombo la 3, ukurasa wa 287, anataja na vinywaji. Kwa hiyo hata hivi vinywaji vinavyotajwa hapa, Mungu alivyovikataza hivi vinywaji, ni namna hiyo hiyo amekataza vyakula najisi kama nguruwe, ngamia, sungura na vinginevyo. Kwa hiyo anasema hapa katika kitabu cha Selected Messages, gombo la 3, ukurasa wa 287, mjumbe wa Mungu anasema chai, kwa kutumia chai ni dhambi wapendwa. Mungu hajawahi kuruhusu chai itumike katika mazingira yoyote yale. Nitasoma hapa. Anasema chai, kahawa, tumbaku na pombe lazima tuvidhihirishe kama mazoea ya kuendekeza dhambi. Kwa hiyo hivi vitu ni dhambi. Hatutakiwi kuviacha hatua kwa hatua, tunatakiwa kuviacha mara moja na kuumia kwa kuvitumia, kwa sababu tumekuwa tukiuchoma na kuumiza moyo wa Mungu. Anaendelea kusema hatuwezi kuviweka kundi moja na nyama, mayai, siagi, jibini na vitu vile viwekavyo mezani. Japokuwa hata hivi tunapopata fursa ya kuvitumia vyakula ambavyo Mungu alikusudia tangu mwanzo, mboga, nafaka na matunda, tukaacha fursa hiyo na tukavitumia hivi, hata tukitumia kauli hii, Mungu anatuhesabia dhambi. Lakini si katika nuru atakayotuhesabia katika kutumia wanyama najisi, nguruwe na aina zake, pamoja na chai, kahawa, tumbaku na pombe. Ndio maana ile nukuu tulisoma inasema Mungu hachukulii dhambi zote kama zenye uzito sawa. Kuna viwango vya hatia katika kupima kwake uovu. Anasema kama ilivyo kwa mwanadamu, lakini haijalishi tendo baya laweza kuchukuliwa kwa udogo machoni pa wanadamu, hakuna dhambi iliyo ndogo machoni pa Mungu. Ndio maana hapa anaendelea kusema hivi havipaswi kuwekwa mbele. Vikwapi havipaswi kuwekwa mbele? Nyama, mayai, siagi, jibini na vitu vile viwekazo mezani. Kwa hiyo kwa namna nyingine, sio jaribio kula imani, sio vitu ambavyo unaweza kuvisimamia hata kufa, sio kitu ambacho Mungu anakataza kabisa usitumie katika mazingira yoyote yale. Lakini hivyo vya kwanza pamoja na wanyama najisi, Mungu hajaruhusu vitumike katika mazingira yoyote yale. Unapoletwa ukiwa na hivyo vitu pekee, hapo unatakiwa usimame imara, unatakiwa ulitunze hekalu lako na usivitumie kabisa. Anaendelea kusema hapa ya kwamba hivi havipasi kuwekwa mbele kana kwamba ndiyo mzigo wa kazi yetu. Anasema vile vya kwanza, yaani chai, kahawa, tumbaku. Ndio maana katika kiapo cha ubatizo Haga tunaapa ya kwamba
utajiepusha na matumizi ya wanyama najisi pamoja na chai, kahawa, tumbaku? Wengi tunasema ndio naamini, ndio nakubali, kwa sababu hivyo ni mzigo wa kazi yetu, hivyo havina udhuru. Tunapovitumia tuna najisi miili yetu na tunatenda dhambi, kwa sababu Mungu hakuwahi kuviruhusu, kwa sababu vinaamsha hali katika miili yetu ambayo Mungu hakuikusudia tangu mwanzo. Anasema hapa vile vya kwanza, yaani chai, kahawa, tumbaku, bia, mvinyo na vinywaji vyote vyenye vileo havipasi kutumia kwa kiasi, bali kuachwa kabisa. Kwa sababu tunaambiwa hata swala la nyama alitakiwi kuwa jaribio kuu la imani. Yaani swala la matumizi ya wanyama walio safi alitakiwi kuwa jaribio kuu la imani, ya kwamba tukae tuzozane katika hilo, kwa sababu ni uongofu wa kila moja, na kila moja anatakiwa aache hatua kwa hatua kwa kadiri anavyopata nuru ya kazi ambayo Kristo anaifanya katika patakatifu pa patakatifu. Lakini visio kuacha hatua kwa hatua, ni kuacha hapo hapo unapojua hiki kitu hakifai. Inahitaji kujikana nafsi na kujitoa kafara kwa ajili ya kuchukua misimamo kama hii. Anaendelea kusema katika kitabu cha Temperance ukurasa wa 104 na ile aya 3, akiendelea kukazia kwamba hivi vinywaji Mungu amekataza kabisa na ni dhambi. Sio tu kwetu sisi Waadventista wa Sabato, hivi vinywaji wakitumia hata walokole, Waloma, Waislamu bado wanahesabiwa dhambi. Mjumbe wa Mungu anasema hapa, kuendekeza uchu usio asilia, ikiwa ni chai, kahawa, tumbaku au mvinyo, ni kukosa kiasi. Anasema na inakinzana na sheria za maisha na afya. Sheria za maisha ni amri 10, ni sheria za maadili. Sheria za afya ni sheria za asili. Ndio maana anaendelea kusema kwa kutumia vitu hivi. Vitu gani? Amevitaja hapo juu, chai, kahawa, tumbaku. Anasema kwa kutumia vitu hivi vilivyokatazwa kabisa. Tafsiri ya Kiingereza imetumia neno forbidden articles, na ndilo neno ambalo nabii amelitumia, forbidden articles. Anaendelea kusema pia kwamba kwa kutumia vitu hivi vilivyokatazwa kabisa, kuna hali inatengenezwa mwilini ambayo Mungu hakuikusudia kamwe. Anasema kutumia vitu hivi kwa jamii yeyote ya familia ya mwanadamu ni dhambi. Kwa hiyo havina uzuru. Ndio maana wiki iliyopita tumeona ni mazoea ya kuendekeza dhambi. Anasema mateso, ugonjwa na kifo ni matokeo ya kuendekeza uchu katika vitu hivi. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha Counsels on Health ukurasa wa 450. Anasema mashauri juu ya afya ukurasa wa 450. Sikiliza hichi ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Anasema Mungu anajaribu kutuongoza hatua kwa hatua. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuachana kabisa, maana ya kwanza ya kiasi, na vile vyote ambavyo vinadhuru. Wanyama najisi ni dhambi na tutakiwa kuvitumia katika mazingira yoyote yale, pamoja na chai, tumbaku, kahawa, mvinyo na vitu vingine vyote ambavyo vina vileo ndani yake. Hatupaswi kuvitumia kwa namna yoyote ile na katika mazingira yoyote yale. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini hatua ya pili, hata hiki ambacho Bwana amekiruhusu katika mambo ya Lawi, ya kwamba katika wanyama safi hao ndio mtakao wala, bado tunapomfuata Kristo katika patakatifu patakatifu ataturejesha katika mpango wake wa awali, na tutapaswa kuviacha. Na kama Mungu ametupatia chakula cha asili, kama Mungu ametupatia nafaka, matunda, mboga mboga, jamii ya kalanga kwa wingi, tukaacha na tukatumia vyakula hivyo, hata kama Mungu ameviandika ni safi, bado tutakuwa tuna dhambi. Maana Biblia inatuambia yeye ajuai kutenda mema asiyatende kwake huyo ni dhambi. Na Kristo katika patakatifu patakatifu anaturejesha katika mfumo wa maisha ya Edeni. Edeni hakukuwa na nyama. Adamu hakuwahi kula nyama. Kwa hiyo tunatakiwa kurejea katika chakula ambacho Adamu alitumia. Ndio unaposoma Shuhuda kwa Kanisa gombo la 7 ukurasa 125, unaposoma pia Shuhuda kwa Kanisa gombo la 7 ukurasa 135, tunaambiwa kama tunatamani kupata hali ya Adamu aliyokuwa nayo Edeni kabla dhambi haijaingia duniani, tutarejea katika chakula cha asili ambacho Adamu alikitumia.
Kwa tukitaka kupata ushindi dhidi ya dhambi, lazima turejee chakula ambacho Adamu alikitumia kabla hajaanguka dhambini. Na ndicho Kristo anachotuelekeza na anachotuambia akiwa pale patakatifu patakatifu. Na Yesu hawezi akaja akakuzuia acha matumizi ya nyama, unatakiwa uamue kwa hiari yako wewe mwenyewe. Ni watu tuliona kitu cha kwanza ni kupata badiliko la moyo, na kitu chochote kisichopatana na mpango wa Mungu katika huduma anayoifanya katika patakatifu patakatifu utakiweka kando. Ndio maana hapa anasema Mungu anajaribu kutuongoza hatua kwa hatua kurudi kwenye mpango wake wa awali. Kwa lazima tufikie lengo hili. Anasema kuwa mtu anapaswa aishi kwa kutumia mazao ya asili ya nchi. Anasema miongoni mwa wale wanaongojea marejeo ya Bwana ni mimi na wewe, hatimaye wataachana kabisa na matumizi ya nyama. Hii nyama ambayo hata Biblia imesema ni safi, sio mpango wa Mungu tangu mwanzo. Wana wa Israeli waliitaka kwa sababu ya tamaa zao, na Nuhu aliruhusiwa kwa sababu hakuwa na kitu kingine cha kutumia. Lakini sisi ambao tumeelewa mpango wa Mungu tumeitwa kama wana wa Israeli. Kwa hiyo Bwana anatamani atufundishe mpango wake. Kwa anapotufundisha mpango wake, tusiwe wagumu ya mioyo kama wao, bali tuweze kukubali kuchongwa na kupata taswira ambayo Adamu alikuwa nayo kabla dhambi haijaingia duniani, ya kimwili, kiakili na kiroho. Tuweze kutumia chakula ambacho Adamu alitumia. Tuweze kutumia chakula ambacho kilikuwa ni mpango wa Mungu kuwapatia jamii yote ya wanadamu. Anaendelea kusema hapa, miongoni mwa wale wanaongojea marejeo ya Bwana hatimaye wataachana kabisa na matumizi ya nyama. Nyama itakoma kuwa sehemu ya chakula chao. Tunapaswa kudumisha lengo hili kwa dhahiri na kujitahidi kutenda hatua kwa hatua ili kulifikia. Hii ni tofauti na matumizi ya tumbaku na wanyama najisi. Hapo uwezo ukaacha hatua kwa hatua, unatakiwa uache moja kwa moja hapo hapo, kwa sababu ile ni dhambi. Mungu hawezi akaruhusu uendekeze dhambi kwa muda wote ule. Hata unapopata nuru hii, hata katika hawa wanyama safi ambao Mungu ameruhusu, unapoelewa huduma ambayo Kristo anaifanya katika patakatifu patakatifu ni ya kuturejesha kikamilifu katika chakula au katika lishe ambayo Adamu alitumia kabla ya anguko lake. Kama nilivyokuambia, unaposoma kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 7 ukurasa 125 na ukurasa wa 135, utajua hakika natakiwa nishirikiane na kuhani wangu mkuu. Na kama utakuwa na nuru hiyo na bado ukaendelea kutumia hawa wanyama japo wameruhusiwa, Mungu atakuhesabia dhambi na utakatiliwa mbali na kusanyiko. Kwa sababu nukuu hii inaendelea kwa kusema katika kitabu cha Review and Herald Mei 27 mwaka wa 1902, mjumbe wa Mungu anasema matengenezo makubwa zaidi yanapaswa kuonekana miongoni mwa watu wanaokiri kutazamia kurudi kwa Kristo upesi. Kwa ni mimi na wewe. Anasema matengenezo ya afya hayana budi kuwanufaisha watu wetu. Unaposikia watu wetu ni Adventista wa Sabato, anasema kwa kiwango ambacho hakijapata kufanywa. Wapo wale wanaopaswa kuwa macho kwa hatari ya ulaji wa nyama, lakini ambao wangali wanakula minofu ya wanyama, na kwa kufanya hivi watalisha afya yao ya kimwili, kiakili na ya kiroho. Kwa hiyo hata napokula nyama safi ambayo Mungu aliruhusu kwa dharura au kwa mazingira fulani, bado naafifisha afya yangu ya kimwili, kiakili na kiroho, na sitaweza kupata ushindi dhidi ya dhambi. Na kama na fursa ya kupata chakula ambacho Mungu amekitoa kwa wingi, ambacho ni mpango wake toka mwanzo, nafaka, matunda, mboga na vyakula vinginevyo, nikapozea hiyo fursa, nikaendeleza uchu wangu, bado Mungu atanihesabia dhambi na nitakatiliwa mbali na kusanyiko. Jina langu litaondoka kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho. Kwa sababu kabla ya hekalu la mbinguni kutakaswa, kwa sababu Yesu anatakasa hekalu la huko juu mbinguni, ni lazima kwanza hekalu la hapa chini litakaswe. Kwa kila kitu kisichopatana na mapenzi ya Mungu lazima tukiweke kando. Ikiwa ni chakula tutakiweka kando, na tutakuja tutazama. Ikiwa ni mavazi tutaweka kando, ikiwa ni muziki tutaweka kando, maburudisho tutaweka kando, ili hekalu la hapa linapotakaswa ndipo hekalu la juu mbinguni litakaswa. Kwa sababu kuna mahekalu mawili tu, la hapa chini duniani ambalo ni mimi na wewe, na la juu mbinguni. Na lile haliwezi likatakaswa la juu mpaka la hapa chini litakaswe. Na namna ya kwanza ya utakaso ni kurejea katika mpango wa awali wa Mungu katika lishe, kurejea katika chakula ambacho Mungu alitupatia tangu mwanzo. Anaendelea kusema hapa ya kwamba wengi ambao sasa wameongoka nusu juu ya swala la ulaji wa nyama watawaacha watu wa Mungu wasifuatana nao tena. Kwa lugha nyingine, watakatiliwa mbali na kusanyiko. Sasa tutajaribu kutazama na tutajaribu kukufafanulia maana
ya kuthamini nuru ya matengenezo ya afya, hususan katika hili swala la chakula, kwa sababu watu wanalichukulia kwa kawaida sana swala la kula na kunywa. Unapomwambia mtu ya kwamba nguruwe imekatazwa kabisa, ni dhambi, akakuona ni mshupavu. Lakini sio maneno yangu, tusikilize kile ambacho nabii ameandika, kwa sababu neno la Mungu linasema embu Bwana awe mkweli na kila mwanadamu awe mwongo. Kwa sababu neno la Mungu, hivi ndivyo asemavyo Bwana, ndiyo kanuni yetu kwa kila jambo. Unapotazama katika kitabu cha Counsels on Diet and Food, nitasoma ukurasa wa 30 wote tuweze kuona kisa cha Danieli. Sababu hata Danieli kabla hajapata ushindi dhidi ya majaribu mengine, na hakuwa peke yake, alikuwepo Shadrach, Meshach na Abednego. Alikuwepo Azaria, Mishaeli na Azaria kabla hawajabadilishwa majina. Ukija ukaangalia, kitu cha kwanza walichojaribiwa kabla majaribu mengine yoyote, walijaribiwa katika swala la chakula. Walipojaribiwa katika swala la chakula, walishinda, walisimama imara na wakapata nguvu ya kushinda majaribu mengine yote. Kwa hiyo mambo hayo yaliyopata wao yakaandikwa kwa jinsi ya mifano, ili kutufundisha sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani hizi. Anaendelea kusema hapa, miongoni mwa nyama zilizowekwa mezani pa mfalme kulikuwepo na nyama ya nguruwe. Anasema na nyama nyingine ambazo zilikuwa najisi kulingana na sheria ya Musa. Tumeangalia Mambo ya Walawi 11. Na ambazo Wayahudi kwa uwazi, anasema na ambazo Wayahudi kwa uwazi walikatazwa kuzitumia kabisa. Lugha ya Kiingereza imetumia forbidden. Forbidden ni kitu ambacho kimekatazwa kabisa. Mungu hajaruhusu kwa mazingira yoyote yale. Ndio maana hata hapa Danieli, japokuwa alikuwa katika mazingira magumu ya kupoteza maisha yake, ilitakiwa asimame imara kuliko kunajisi hekalu lake. Na huo ndio unatakiwa kuwa msimamo wetu sisi Waadventista wa Sabato. Tunaambiwa aliye mwaminifu katika lilo dogo huwa mwaminifu katika lilo kubwa pia. Kwa hiyo Mungu kitu cha kwanza atakachotupima ni katika swala la chakula. Anaendelea kusema miongoni mwa nyama zilizowekwa mezani pa mfalme kulikuwepo na nyama ya nguruwe na nyama nyingine ambazo zilikuwa najisi kulingana na sheria ya Musa, na ambazo Wayahudi walikatazwa kwa uwazi kabisa kuzitumia. Anasema hapa Danieli aliletwa katika kipimo kikali, aliletwa katika jaribio, kwa sababu huu ndio mzigo wa kazi yetu pia. Yaani hapa Danieli aliletwa katika jaribio, kama atamtii Mungu au mwanadamu, kama atanajisi hekalu la Mungu au atalitunza. Kwa sababu sisi tu ni mawakili ambao Bwana ametupatia mili sio yetu, ni ya Bwana. Ametupatia tu kama wasimamizi tuweze kuitunza na kuijali. Ndio maana hapa anaendelea kusema hapa Danieli aliletwa katika kipimo kikali. Anasema je, afuate mafundisho ya baba zake kuhusiana na vyakula na vinywaji? Ndio maana tunaambiwa lolote tunalofanya katika kula, katika kunywa, lazima tufanye kwa utukufu wa Mungu. Lazima tufanywe tukiongozwa na neno la Mungu. Anaendelea kusema hapa na kumkwaza mfalme. Kwa sikiliza Danieli alivyojiulizwa. Hapa Danieli aliletwa katika kipimo kikali. Je, afuate mafundisho ya baba zake kuhusiana na vyakula na vinywaji na kumkwaza mfalme? Nakumbuka hapa alikuwa utumwani. Anasema na huenda kupoteza si tu nafasi yake bali maisha yake pia. Kwa hiyo alisimama imara, aliona ni bora nife kuliko kutenda dhambi. Ni bora nife kuliko kunajisi hekalu la Mungu. Anaendelea kusema na huenda kupoteza si tu nafasi yake bali maisha yake pia, au asiziheshimu amri za Mungu na kupata upendeleo kutoka kwa mfalme, hivyo kupata manufaa makubwa ya kiakili na mafanikio ya kuheshimika zaidi kidunia. Kwa hiyo ukija ukaangalia hapa ni kauli hii ambayo pia mitume walizungumza unaposoma Matendo 5:29, wakisema ni imetupasa sisi kumtii Mungu siku zote kuliko mwanadamu. Kwa hapa Danieli aliona ni bora mtii Mungu kuliko mwanadamu. Aliona ni bora achukiwe na mfalme hata apoteze maisha yake kuliko kutenda dhambi ya kutumia wanyama najisi na vinywaji ambavyo Mungu alivikataza kabisa, na akawaambia wana wa Israeli hivi ni dhambi na Wayahudi wasingepaswa kuvitumia. Na sisi leo ndio Israeli ya sasa, ndio Wayahudi wa sasa. Kwa hiyo maagizo
waliopewa yanafanya kazi hadi kwetu. Mungu hajabadilika, anasema mimi si kigeugeu. Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha Mashauri juu ya chakula na lishe, Counsels on Diet and Food, kurasa za Kiingereza, ukurasa wa 30 na ile aya ya pili. Anasema Daniel hakusita sana. Danieli hakusita sana. Ndio maana neno la Mungu linatuambia bado kitambo kidogo tu yeye ajaye atakuja, na mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini akisita, roho yangu haina furaha pamoja naye. Hataki kusita katika njia mbili. Lazima tuielewe mapenzi ya Mungu kikamilifu kabla ya kuchelewa milele, na tuchukue msimamo upande wa Bwana. Anaendelea kusema Danieli hakusita sana. Aliamua kusimama imara katika uaminifu wake. Haijalishi matokeo yangekuwa vipi. Huu ndio unatakiwa kuwa msimamo wetu. Anasema aliazimu moyoni mwake kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Anaendelea kusema aya ya 3. Anasema hapa, wako wengi miongoni wanaokiri kuwa Wakristo leo, na ni mimi na wewe Waadventista wa Sabato, wangemtazama Danieli kama mwenye kuchagua sana, na wangemuita mshupavu na mwenye itikadi kali. Wanalichukulia swala la kula na kunywa kama swala lenye matokeo madogo tu lisilohitaji uamuzi imara vile. Anaendelea kusema nabii, unaomfanya kupoteza kila faida ya kidunia. Lakini wale wanaofikiria hivi, katika siku ya Mungu watatambua kuwa walikuwa wanaenda kinyume na matakwa ya Mungu yaliyo wazi. Ni bora kusimama na neno na sio mawazo yetu au nadharia za kibinadamu. Hata mimi hapa, ikiwa kuna jambo nahitaji kuniambia, niambie tu ikiwa limetoka kwenye neno la Mungu. Kama alitoki kwenye neno la Mungu, siwezi kulipokea. Na huo ndio unatakiwa kuwa msimamo wako. Unaposoma kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa gombo la kwanza, ukurasa wa 416, ukitaka kuelewa anzia 415 hadi 416, mjumbe wa Mungu anasema neno la Mungu ndio mwongozo wetu kama kanisa. Hiyo ndio kanuni itakayotuongoza. Ndio maana hapa naendelea kusema, lakini wale wanaofikiria hivi katika siku ya hukumu watatambua kuwa walikuwa wanaenda kinyume na matakwa ya Mungu yaliyo wazi, na kuweka mawazo yao wenyewe kama kipimo cha mema na mabaya, na wengi wanafanya hivyo. Yaani Danieli kwa mfano leo angekuwa ni mimi au angekuwa ni mtu katika kipindi ninachoishi, wenda angedhiakiwa, angeitwa mshupavu, angeitwa asiye na hekima, angeitwa asiye na busara. Lakini alijua hekima yake ni amri za Mungu, hekima yake ni neno la Mungu. Kwa hiyo alikaa hapo hapo na akaamua tayari kupoteza maisha yake kuliko kumkosea Mungu katika swala la kula na kunywa, na huo unapaswa kuwa msimamo wetu. Anaendelea kusema watatambua kuwa jambo ambalo kwao linaonekana kutokuwa na umuhimu halikutazamwa hivyo na Mungu. Matakwa yake yanapaswa kutiiwa kwa utakatifu. Wale wanaopokea na kutii moja kati ya sheria zake, kwa sababu si vigumu kufanya hivyo, na wengi tuko hapo. Unajua ni rahisi sana kulikubali neno la Mungu linapoendana na mazingira yetu, lakini pale mazingira yanapokuwa magumu, wengi tunamkana Mungu. Lakini huo sio Ukristo. Mkristo wa kweli katika mazingira magumu, katika mazingira rahisi, bado atasimama na Bwana, bado ataziishi kanuni takatifu. Haijalishi amefanikiwa, haijalishi atapungukiwa, haijalishi ataishi, haijalishi atakufa. Ndio maana Mtume Paulo anasema kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Tunatakiwa kuwa na roho ya namna hiyo kuliko kuvunja agizo moja la Kristo. Lakini ili tufikie hiyo hali, lazima tubadilishwe mioyo, lazima tuwe na ushirika na Mungu kwa karibu zaidi kuliko siku zilizopita katika maisha yetu. Hapa naendelea kusema watatambua kuwa jambo ambalo kwao linaonekana kutokuwa na umuhimu halikutazamwa hivyo na Mungu. Matakwa yake yanapaswa kutiiwa kwa utakatifu. Wale wanaopokea na kutii moja kati ya sheria zake, kwa sababu si vigumu kufanya hivyo, wakati wakikiuka nyingine. Ndio maana neno la Mungu linasema aliyesema usizini pia alisema usiwe, ijapokuwa kuzini lakini umekuwa mvunja sheria. Mungu anatamani tuwe watifu katika mambo yote, sio baadhi, au sio tukatii mambo mengi tukaliacha moja. Anahitaji tuwe watifu katika mambo yote. Anasema wale wanaopokea na kutii moja kati ya sheria zake, kwa sababu si vigumu kufanya hivyo, wakati wakikiuka nyingine, kwa sababu kuitii kutahitaji kafara. Ndio tunaambiwa nao wakamshinda
kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Anasema hapa wanashusha viwango vya mambo yaliyo sahihi. Anasema nitakazia hapa, wale wanaopokea na kutii moja kati ya sheria zake, kwa sababu si vigumu kufanya hivyo, wakati wakikiuka nyingine, kwa sababu kuitii kutahitaji kafara, wanashusha viwango vya mambo yaliyo sahihi, na kwa mfano wao watawaongoza wengine kutochukulia kwa uzito sheria takatifu ya Mungu. Kauli ya kuogofya sana. Anasema ndivyo asemavyo Bwana, ndiyo kanuni yetu kwa kila jambo. Aya ya 4 anasema tabia ya Danieli inawasilishwa kwa dunia kama mfano madhubuti wa vile ambavyo neema ya Mungu inaweza kuwafanya wanadamu wenye asili ya anguko na walioharibiwa kwa dhambi. Kumbukumbu ya maisha yake ya kuheshimika, ya kujikana nafsi, ni faraja kwa binadamu wetu wa kawaida. Kutoka kwake tunaweza kupata nguvu ya kupinga majaribu, kusimamia ukweli katikati ya majaribu makali kwa uimara na kwa neema ya upole. Nitasoma Counsels on Diet and Food. Hapo nilikuwa nikisoma ukurasa wa 30 na aya ya 4. Hapa nitasoma ukurasa wa 31 aya ya kwanza, kitabu hiki cha Counsels on Diet and Food, na shauri juu ya chakula na lishe. Anasema Danieli angeweza kutafuta kisingizio chenye kushawishi kukiuka tabia zake za kiasi imara. Ndio maana nimekuambia hili swala kula nguruwe na wanyama najisi hakuna uzuri, ni dhambi. Unapoitolea udhuru dhambi unaitetea. Ni bora kufa kuliko kutenda dhambi. Ndio maana Danieli hakutoa udhuru, alijua hapa ni jaribio, aidha nimtii Mungu au nimtii mwanadamu, aidha nipoteze maisha yangu niwe upande wa Bwana, au niendeleze maisha yangu nikimkosea Bwana na nipate fadhili kwa mfalme. Lakini yeye alisimama upande wa Bwana, alichagua kumtumikia Mungu. Ndio maana hapa anasema Danieli angeweza kutafuta kisingizio chenye kushawishi kukiuka tabia zake za kiasi imara, lakini matakwa ya Mungu yalikuwa ya thamani zaidi kwake kuliko upendeleo wa mtawala mwenye nguvu wa kidunia, ya thamani kuliko maisha yake. Kwa hiyo Danieli alithamini matakwa ya Mungu kuliko maisha yake, na alipimwa tu katika swala la kula na kunywa, na hata katika kula na kunywa bado alionekana kuwa mtiifu kwa Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tufuate mfano huo huo, kwa sababu ukija ukaangalia hapa pia Danieli baada ya kukataa vitu hivi alimuomba msimamizi ya kwamba naomba utujaribu katika mtama na maji kwa siku 10 tule, alafu utaona afya zetu zitakavyokuwa. Na neno la Mungu linatuambia tufungue katika kitabu cha Danieli. Fungua katika kitabu cha Danieli. Danieli sura ya kwanza. Danieli sura ya kwanza. Danieli sura ya kwanza nitasoma mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe. Neno ambalo limetumika hapa kama mtama ni pearls. Nitasoma Biblia ya Kiingereza, na neno pearls kwa asilia ukija ukatoa linamaanisha ni chakula cha asili kinachotokana na mimea. Kwa hiyo Danieli msingi wake wa kushinda majaribu ulikuwa ni kutumia chakula ambacho Mungu alimpatia Adamu katika hali yake ya utakatifu, na chakula ambacho kilitumika kabla ya gharika na waaminifu wa Mungu. Naposoma Biblia ya Kiingereza katika kitabu cha Danieli, katika kitabu cha Danieli ni Biblia King James Version. Katika kitabu cha Danieli sura ya kwanza nitasoma mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, prove thy servants. Anasema wajaribu watumishi wako, I beseech thee, na kusii. Anasema 10 days, siku 10, and let them give us, na watupe, anataja neno pearls to eat and water to drink. Sasa hili neno pearls ukija ukafuatilia, kwa sababu Biblia katika Agano la Kale imeandikwa kwa Kiebrania. Hili neno la Kiebrania linamaanisha plant based diet kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili ni chakula kinachotokana na mimea, na chakula hiki ambacho wana wa Israeli walipewa kwa mfumo wa mana na wakikataa, na ni chakula ambacho Mungu anatupatia sisi, anaturejesha katika chakula ambacho alimpatia Adamu katika bustani ya Edeni, na wengi miongoni mwa Waadventista wa Sabato tunakikataa, na kama tutakikataa hatutaweza
kupata ushindi dhidi ya kila aina ya dhambi. Kwa sababu sisi leo hatuna tofauti na wana wa Israeli. Mahali fulani nyuma Mungu anasema sisi tumetenda ovyo zaidi kuliko wao, kwa sababu tuna mfano wa uasi wao, lakini bado tumeendelea kuasi. Kwa sababu hata wao Mungu aliwachagulia chakula imara, aliwachagulia chakula bora, lakini walikataa na wakafuata njia zao wenyewe. Na hiki ambacho nimekusomea katika Biblia kuhusiana na historia wana wa Israeli ndicho mjumbe wa Mungu anachozungumzia pia kuhusiana na swala zima la chakula. Katika kitabu cha Mashauri juu ya chakula na lishe, Counsels on Diet and Foods, ukurasa wa 374 na ile aya ya kwanza, mjumbe wa Mungu anasema, lishe ambayo mwanadamu alichaguliwa hapo mwanzo haikuhusisha chakula cha nyama. Na hapa anazungumzia wanyama safi. Anasema mpaka baada ya gharika, ambapo kila mmea wa kijani juu ya dunia ulipokuwa umeharibiwa, ndipo mwanadamu alipopokea ruhusa ya kula nyama. Ndicho ambacho tumekisoma katika Biblia. Kwa hiyo kumbe anachokieleza nabii ndicho ambacho Biblia inaeleza. Ninachozungumzia roho ya unabii ndicho ambacho Biblia pia inazungumzia. Anaendelea kusema katika aya ya pili, kitabu cha Counsels on Diet and Food, hizi ni kurasa za Kiingereza, ukurasa wa 374 na ile aya ya pili nitasoma. Mjumbe wa Mungu anasema, katika kumchagulia mwanadamu chakula Edeni, Bwana alionyesha ipi ilikuwa lishe bora. Katika uchaguzi aliofanya kwa Israeli, na mimi na wewe leo ndo Israeli ya sasa, Mungu alifundisha somo hilo hilo. Aliwatoa Waisraeli kutoka Misri na kuwafundisha ili waweze kuwa watu wa miliki yake mwenyewe. Kupitia kwao alitamani kuibariki na kuifundisha dunia. Na Mungu anatamani kutumia sisi Waadventista wa Sabato kwa ajili ya kuzieneza kweli hizi kuu za ujumbe malaika watatu kwa mataifa wakati wa kilio kikuu. Lakini ili tuweze kupiga kilio kikuu, ni lazima tukubali ujumbe wa matengenezo ya afya. Ni lazima tushinde uchu ili tupate ushindi dhidi ya kila aina ya dhambi, kwa sababu nabii anasema hakuna atakayepokea lile burudisho isipokuwa amepata ushindi dhidi ya kila aina ya dhambi mzungayo, dhidi ya kiburi, dhidi ya ubinafsi na kila neno, wazo na tendo baya. Lakini msingi wa kupata ushindi wote ni kuwa na kiasi, kwa sababu tunaambiwa kiasi ndiyo neema ya msingi kuliko neema zote zitokazo kwa Mungu. Na kwa kiasi pekee ndipo tunaweza kupata ushindi dhidi ya kila aina ya dhambi. Ndio maana mjumbe wa Mungu anasema tumeachiwa jukumu kurekebisha mapungufu ya tabia zetu, kurekebisha kasoro zetu, kutakasa miili yetu na unajisi wote wa roho na mwili. Anasema ndipo mvua ya masika itakapokuwa juu yetu kama mvua ya vuli ilivyokuwa juu ya mitume. Na mvua ya masika itakapokuwa juu yetu baada ya Jumapili, hapo ndipo Mungu atatumia kama tunu, atatumia kama vyombo vya kupeleka kilio kikuu na kuzifunua hizi kweli kwa uwazi kwa madhehebu mengine wasiojua ukweli wa sasa. Na mwisho wa siku Kristo atakuwa na kundi moja na kutakuwa kuna mchunga mmoja tu, na Yesu atamaliza huduma yake ya uombezi katika patakatifu wa patakatifu. Kwa kama msingi hatutauzingatia, hatutapata ushindi dhidi ya dhambi na tutakuwa miongoni mwa wale ambao watapiga kilio kikuu. Ndio maana hapa anaendelea kusema ya kwamba aliwatoa Waisraeli kutoka Misri na kuwafundisha ili waweze kuwa watu wa miliki yake mwenyewe. Kupitia kwao alitamani kuibariki na kuifundisha dunia. Aliwapatia chakula bora zaidi katika kutimiza lengo hili, sio nyama bali mana. Kwa kuwatumia chakula kinachotokana na wanyama bali chakula kinachotokana na mimea. Biblia Kiingereza imetumia PALS, plant based diet, chakula kinachotoka katika nchi, chakula kinachotoka katika mimea. Anaendelea kusema mkate wa mbinguni, kumbe mana ni mkate wa mbinguni. Anasema ilikuwa tu ni kwa sababu ya kutokuridhika na manunguniko yao kwa ajili ya masufuria ya nyama ya huko Misri ndipo chakula cha wanyama kilipotolewa kwao. Ndio maana tumesoma katika kitabu cha Hesabu 11, ni kwa sababu walitamani, walinungunika, Mungu akawaruhusu wafuate tamaa zao. Anasema na hili lilikuwa tu kwa muda mfupi. Kwa ni kweli walitumia nyama, lakini matokeo yake waliyoona tulivyosoma katika kitabu cha Hesabu 11, tumeona matokeo yaliyowakumba. Anasema matumizi yalileta magonjwa na vifo kwa maelfu, lakini bado maelekezo ya matumizi ya vyakula visivyo vya nyama tu kamwe hayakuwahi kupokolewa kwa moyo. Jambo hili liliendelea kuwa sababu ya kutokuridhika na kulalamika kwa wazi au kwa siri, na alikudumishwa wakati wote. Jumba Mungu anaendelea kusema katika aya 3
Japokuwa sasa waliruhusiwa, kile ambacho tumesoma kwenye Biblia ndicho ambacho mjumbe wa Mungu anakazia. Japokuwa wana wa Israeli waliruhusiwa, kuna vitu ambavyo hawakutakiwa kutumia kabisa, kwa sababu vilikuwa ni dhambi. Hawakupaswa kutumia katika mazingira yoyote yale, hawakuwa na udhuru katika kuvitumia hivyo. Ndio maana hapa anasema kwenye makazi yao Kanaani, Waisraeli waliruhusiwa kutumia chakula cha wanyama safi, lakini kwa maagizo makali ambayo yangepunguza matokeo mabaya. Utumiaji wa nyama ya nguruwe ulizuiliwa kabisa. Nguruwe na aina zake, lugha ya Kiingereza imesema swine, yaani ni zaidi ya nguruwe, ni nguruwe na aina zake. Anasema pia utumiaji wa nyama zao zilitangazwa kuwa najisi. Katika nyama zilizoruhusiwa kuna kitu pia kilikatazwa kabisa katika nyama zilizoruhusiwa. Ni nini? Anasema ulaji wa damu na mafuta ulipigwa marufuku vikali, kama tulivyosoma Mambo ya Walawi 3 na ule mstari wa 17. Anaendelea kusema hapa, Mungu amekupatia nuru na maarifa. Kwa sababu hapo anagusia story ya wana wa Israeli, anagusia historia yao, na tunaambiwa historia siku zote inajirudia. Maana neno la Mungu linasema, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kuwa, nami nayahubiri mambo mapya, kabla hayajatokea na wapasheni habari. Kwa hiyo tukitaka kuelewa vizuri hali tunayopitia, ni lazima turejee katika historia, kwa sababu huyu mtu anayeonywa ni mtu ambaye alikuwa ndani ya imani, alienda kinyume na maagizo ya Mungu. Kwa hiyo na sisi leo lazima tuelewe vitu kwa makini, ili tusiende kinyume na maagizo ya Mungu, tukashindwa kufikia ukamilifu na tukatengwa mbali na kusanyiko katika kufungwa kwa siku kuu ya upatanisho. Anasema Mungu amekupatia nuru na maarifa ambayo umekiri kuamini kuwa yalitoka moja kwa moja kwake, yakikuelekeza kukana uchu. Unafahamu ya kuwa matumizi ya nyama ya nguruwe yako kinyume na agizo lake la wazi lililotolewa, si tu kuonesha mamlaka yake. Kwa Mungu anapokataza kitu, anachokipima cha kwanza ni kuonesha mamlaka yake. Je, utayatii au utayakanyaga? Lakini kitu cha pili ni kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya usalama wako wa kimwili. Ndio maana hapa naendelea kusema, unafahamu ya kuwa matumizi ya nyama ya nguruwe, anasema yako kinyume na agizo lake la wazi lililotolewa, si tu kuonesha mamlaka yake, ila kwa sababu ingewazuru watumiaji wake. Matumizi yake yangesababisha damu kuchafuliwa kiasi kwamba mafindofindo ni ugonjwa, na vituko vingine vingeharibu mfumo, na kiumbe mzima angeteseka. Hasa neva za ubongo zenye hali nzuri na uwezo wa utambuzi zingedhoofishwa na kutiwa ukungu kiasi kwamba mambo matakatifu yasingetambuliwa, bali kuwekwa katika hadhi ya chini ya mambo ya kawaida. Anaendelea kusema ukurasa wa 392 na ile aya ya pili katika kitabu cha Counsels on Diet and Food. Anasema tishu za nguruwe zimejawa na wadudu. Kuhusu nguruwe, Mungu alisema, ni najisi kwenu, hamtaila nyama yao wala kuigusa mizoga yao. Amri hii ilitolewa kwa kuwa nyama ya nguruwe haifai kwa chakula. Kwa hiyo si chakula na aina zake zote. Anasema nguruwe ni wala mabaki, na hii ndio kazi waliokusudiwa kutumika kwayo. Kamwe, hii ndio kauli nataka uizingatie, kamwe katika hali yeyote nyama yao haikupaswa kuliwa na wanadamu. Nakwambia ni dhambi. Lugha ya Kiingereza imesema forbidden, never under any circumstance. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha Counsels on Diet and Food 393 na ile aya ya 3, anahitimisha pia hata katika wale wanyama safi kuna kitu ambacho Mungu hajawahi kuruhusu. Hata wanapotumia wanyama safi hajawahi kuruhusu kitumike katika mazingira yote yale, ambacho kitu hicho nimekwambia ni mafuta pamoja na damu. Sasa unaposoma katika kitabu cha Mashauri juu ya afya na lishe ukurasa wa 393 na ile aya ya 3, mjumbe wa Mungu anasema kama familia hamko mbali dhidi ya kupatwa na magonjwa. Anasema mmetumia mafuta ya wanyama ambayo kwa uwazi Mungu anayakataza kabisa katika neno lake. Lugha ya Kiingereza imesema expressly forbids. Anasema kwa uwazi Mungu amekataza kabisa katika neno lake. Neno hili litakuwa amri ya daima katika vizazi vyenu vyote, na nukuu, ndani ya nyumba zenu zote, ya kwamba hamtakula mafuta wala damu yake. Kwa hiyo mafuta na damu havitakiwi kutumiwa, lakini wengi tunavitumia, na hapo tunatenda dhambi na tutastahili mauti. Lakini usalama wetu pekee ni kutubu, kuongoka, kubadilika, kugeuka na kupokea chakula kinachotoka katika patakatifu. Kwa sababu wengine
Tutamalizia nukuu, wanasema mbona Yesu alikula nyama? Unajua Yesu alikuwa ni kuhani mkuu alipokuwa hapa duniani. Kwa hata alipofufuka, alipopewa kipande cha nyama, kilikuwa pia ni uthibitisho ya kwamba amepokea dhambi za wana wa Israeli, amechukua uovu wao, amechukua uovu wa wafuasi wake. Kwa sababu tuliona katika masomo ya patakatifu yaliyopita, tuliona sio mara zote kuhani aliingia chumba cha kwanza na kunyunyiza damu kwenye pazia. Kuna wakati alikula nyama. Hata zoezi la kula nyama liliwakilisha uhamishaji wa dhambi kutoka kwa kusanyiko na kwenda kwa kuhani mkuu na kwenda katika chumba cha kwanza. Kwa hiyo Kristo alifanya kwa njia hiyo pia. Ilikuwa ni uhakikisho ya kwamba amechukua dhambi zao na makosa yao. Lakini pia kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha ua wa nje. Katika ua wa nje watu walikuwa hawana nuru ambayo tulionayo sisi. Ndio maana tunaambiwa utajiri mkuu wa ile kweli ambao hawajawahi kukabidhia wenye ukomo vimekabidhiwa kwetu. Kwa kweli ambazo hata wakina Adamu, wakina Petro hawakuzielewa kwa ukamilifu zaidi, hizo kweli zipo kwetu ili tuziishi na mwisho wa siku zitolewe kwa ulimwengu. Kwa hiyo pia Kristo alikula, au pia mitume walikula, kwa sababu walikuwa katika nuru ya ua wa nje. Lakini sasa hivi Kristo haudumu tena katika ua wa nje, na Kristo haudumu tena katika patakatifu, anahudumu patakatifu patakatifu. Pale anaturejesha katika mpango wake toka mwanzo. Ndio maana sisi tuna wito wa kuelewa mapenzi au madai ya Mungu kwa ukamilifu zaidi kuliko vizazi vingine vyote vilivyopita katika kanisa la Mungu, kuliko mitume na wengine wote wale. Kwa Bwana tusaidie tuweze kuyaishi, kwa sababu tukiyajua haya mengi na tusiyatende, adhabu yetu itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo Bwana tusaidie tusije tukalia na kusaga meno. Ndio maana hapa naendelea kusema kuna mambo ambayo Mungu amekataza kabisa, kama Biblia ilivyosema, nyama yenye damu pamoja na mafuta visitumike. Ndicho pia ambacho nabii anasisitiza na nakazia, kwa sababu wapo miongoni mwa Adventista wa Sabato wanafanya vitu hivi. Kwa hiyo unatakiwa uviweke kando na uviache mara moja, sio hatua kwa hatua. Hii ni dhambi na haina udhuru. Ndio maana hapa naendelea kusema neno hili litakuwa amri daima katika vizazi vyenu vyote, ndani ya nyumba zenu zote, ya kwamba hamtakula mafuta wala damu yake. Tena msile damu yoyote, ama ya ndege ama ya mnyama, katika nyumba zenu zote. Mtu yoyote alaye damu, mtu huyu atakatiliwa mbali na watu wake. Lakini pia mwingine anaweza kujiuliza, vipi ni kweli nabii amezungumzia kuhusu samaki? Ni kweli amezungumzia pia kuhusu samaki. Napozungumzia samaki na maanisha hadi dagaa. Vitu kama hivyo vinatakiwa pia kuachwa kabisa kwetu sisi Waadventista wa Sabato, kwa sababu tuko katika sikukuu ya upatanisho. Ijapokuwa Mungu haviweki nuru moja na au haviweki katika kundi moja na wanyama najisi pamoja na vileo, chai, tumbaku na kahawa, lakini kwetu sisi Waadventista wa Sabato tunapopata hii nuru ya kwamba tunaishi katika sikukuu ya upatanisho na tunatakiwa turejee katika chakula ambacho Adamu aliishi nacho kabla dhambi haijaingia duniani, ili tuweze kupata ushindi dhidi ya dhambi, tunatakiwa kuviacha hivi vitu mara moja. Wapendwa, tusipoteze muda umeisha. Kwa hiyo Bwana atusaidie. Ijapokuwa kuna mazingira tunaweza tukabanwa, tukawa mahali ambapo hatuna kingine cha kutumia isipokuwa hiyo nyama safi. Tutakapotumia Mungu hatatuhesabia hatia. Lakini tunapokuwa na chakula ambacho Mungu alikitoa tangu bustani ya Edeni kwa wingi, alafu tukakibeza tukatumia hivyo vingine, Mungu anatuhesabia dhambi na tutosimama na tutaweza kutengeneza tabia ya Kikristo. Ndio maana hapa anasema katika maeneo mengi, anazungumzia pia kuhusu samaki, kwa sababu samaki hapa anazungumzia ni kundi lote, dagaa na aina zake, samaki wakubwa na wadogo. Anasema katika maeneo mengi samaki huchafuliwa sana kwa uchafu wanaolishwa, ambao huwa kisababishi cha ugonjwa. Hali hii ipo hasa mahali ambapo samaki hukutana na mifereji ya maji machafu ya miji mikubwa. Samaki wanaolishwa kwa vitu vilivyoko kwenye maji hayo wanaweza kusafiri kwenye maji marefu na wanaweza kuvuliwa sehemu ambayo maji ni masafi na mazuri. Wanapotumiwa kama chakula huleta magonjwa na kifo kwa wale ambao hawahisi hatari hiyo. Kwa hiyo katika sikukuu ya upatanisho, samaki lazima tuweke kando. Kila aina ya nyama lazima tuweke kando. Na sio kwamba hivi vitu tunatakiwa tuviache katika sikukuu ya upatanisho, kwa sababu kuna watu ambao hawakuishi katika sikukuu ya upatanisho kama tunayoishi sisi halisi, wakina Danieli, wakina Nuhu na waaminifu wengine, wakina Enoko, lakini bado walirejea katika mpango wa Mungu wa awali kikamilifu. Kwa hiyo Mungu sio kwamba haya mambo anayafunua katika sikukuu ya upatanisho, lakini sikukuu ya upatanisho ipo kwa ajili ya kutusaidia kuyatekeleza kabla Kristo hajakomesha
uombezi wake katika hekalu la mbinguni. Kwa hiyo sikukuu ya upatanisho inakuwa ni kama chachu, inakuwa ni kama mpaka. Kama tumeshindwa kuyatekeleza siku zote za maisha yetu, tunatakiwa tuyatekeleze kabla sikukuu ya upatanisho haijafungwa. Lakini sikukuu ya upatanisho inafungwa kwa hukumu ya upelelezi kuhamia kwa wenye haki walio hai kwa amri ya Jumapili kutangazwa katika nchi ya Marekani. Lakini pia tunapolala na kuwa sina fursa tena ya kudhihirisha tabia ya Kikristo. Kwa hiyo Bwana tusaidie tuweze kumtukuza katika kila tunalolifanya, na akitupatia nafasi kwa wakati mwingine tutaendelea kutazama mwendelezo wa somo hili katika kichwa hiki kinachosema chakula katika matengenezo ya afya, sehemu ya pili. Tutamalizia kuweza kuona hiki kipengele cha kwanza katika matengenezo ya afya ambacho ni chakula. Kwa hiyo ningependa kukukumbusha usikose kuwa na daftari lako, kalamu pamoja na Biblia yako mkononi tunapohitimisha kipindi hiki, na kualika, ikiwa una fursa kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, na ikiwa una fursa kukaa fanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako. Tunakushukuru kwa sababu ulipenda ulimwengu hata ukamtoa mwana wako pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Baba, unatupatia elimu kwa sababu unasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Tusaidie elimu tuweze kuizingatia, tuweze kuileta katika maisha, na tufanye wajibu wetu kwa uaminifu ili upate kutukamilisha na kutuandaa kwa ajili ya makao yako ya milele. Tunaamini uwepo wako utakuwa pamoja nasi na utatuhifadhi, na wakati mwingine pia tujalie fursa hii ya kujifunza kabla ya kuchelewa milele. Ndivyo tunavyoomba na kukushukuru kwa jina la Yesu Kristo.